namna hiyo, msikilizaji wa 101.1 Zion Impact Radio. Baada ya kupata maneno kutoka hapa ndani ya studio zetu, matangazo pamoja na wimbo huo mzuri kabisa kutoka kwa mwimbaji Ambwene Mwasongwe, ni kukaribisha tena wewe ambaye unaungana nami kwa mara ya kwanza kwenye kipindi cha Save My Marriage. Ni kukumbushe tu ya kwamba tunakuwa hapa kila siku ya Jumamosi, muda ni saa 3 kamili mpaka saa 5 kasoro dakika 5, na unakuwa nami, langu jina ni Matilda Mlaiwa JJ. Tayari niko na watumishi wa Mungu, Pastor George na Sayuni Mgodo. Basi niruhusu msikilizaji niwakaribishe moja kwa moja. Tuanze. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina Pastor. Amen. Habari za uzima wa kwenu? Mungu ni mwema sana, tunamshukuru kwa ajili ya uzima aliyotupa. Ndiyo. Na tunamshukuru kwa kufika tena juma hili. Kabisa. Kuna mtu anawasikiliza kwa mara ya kwanza, na natamani tu mngemsalimia, alafu mumkaribishe kimaalum, alafu mfungue kwa maombi, moja kwa moja tuingie kwenye mazungumzo yetu usiku huu leo. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Tuliopo hapa niko mimi pamoja na mke wangu Pastor Sayuni, na mimi naitwa Pastor George, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha leo. Ningependa kuchukua fursa hii kukukaribisha wewe ambaye unatusikiliza, na wewe ambaye ndio unaanza kutusikiliza. Usikose kuwa unasikiliza vipindi hivi ambavyo huwa vinarushwa kila Jumamosi kwa ajili ya kuzungumza masuala mbalimbali yanayoweza yakaokoa ndoa zetu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema ambayo umetupa tena katika siku hii ya leo. Ni siku ambayo umeifanya, tutafurahi na kushangilia katika siku hii, hususan katika kipindi hiki. Tunapokwenda kuanza kipindi hiki, tunaomba uwe pamoja nasi. Ile neema ambayo huwa unaiachilia juu ya wale wanenaji ambao ni sisi na wale wasikilizaji, kaingie kazini Bwana, ili ikatusaidie kuweza kunena sawasawa na unavyotaka, lakini pia ikawasaidie na wanaosikiliza wasikie kile ambacho unataka wakisikie. Na gisiishie hapo tu, iende hata kwenye kuwasaidia kutoka katika yale ambayo wanayapitia, au kuboresha kile ambacho tayari wanacho, au kuanza kile ambacho hawajakianza. Sifa, utukufu na heshima tunarudisha kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. 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 Basi moja kwa moja watumishi wa Mungu, tuingie kwenye mazungumzo yetu ya usiku huu leo, na ninaamini tutafanya marudio kidogo kwa sehemu kwa yale ambayo tulizungumza juma lililopita. Na natamani kabla tujafanya marudio kidogo, niwe na swali moja ambalo nimelipata kwa wadau. Najua kuna wale wanaotusikiliza alafu baadaye wanacho cha kuchangia. Sasa weekend hii nilipata, Jumapili iliyopita nilipata wakati wa kukana mwanandoa fulani, akawa ananiuliza swali hili wakati amefuatilia kile kipindi cha kilichopita kinachohusiana na maono katika ndoa. Akaniambia, Matilda, nisaidie kufikisha ujumbe huu kwa watumishi wa Mungu, watupe ufafanuzi, huenda wanandoa wengine wanawake wakasaidika au wanaume pia wakasaidika. Anasema ni mwanaume, kwa hiyo anakiri ya kwamba yeye ametambua upekee ambao mwanamke amepewa katika kusaidia, katika kushauri, katika kuona mambo kwa haraka. Kwa hiyo akaniambia kumekuwa na changamoto kwamba wanaume wengi huenda hawawi wepesi kupokea mawazo ya wanawake kama maono. Yani mwanamke anaposikia ndani yake tuanze kitu fulani, kwamba mwanaume huenda hapokei yale mawazo kwa haraka na kukimbizana nayo, kwa sababu wanawake wengi wakitoa mawazo kwenye familia, waume zao wakiachukua yale mawazo na wakiyafanyia kazi, yakiachieve, yakifanikiwa, wanapiga panda kwamba hili wazo, hii shule unayoiona ilikuwa ni wazo langu, hii kampuni unayoiona ilikuwa ni wazo langu. Na yani ni ile kelele ambayo si kelele njema. Ni kama vile hapa tulipofika ili ilikuwa ni wazo langu. Sasa wanaume wengi wanashirikishana hayo, kwamba huyu anakutana na hicho kisa cha mke wake, anakuja anashare na mwanaume mwingine. Sasa na huyu mwanamume kumbe wanawake ukichukua mawazo yao ukiyaweka kwenye utendaji, yakileta mafanikio baadaye huwa ni kelele. Yes. Anasema wanawake wanasaidiwaje kwenye eneo hilo? Swali la kwanza. Lakini la pili akasema wanaume wao, sasa sio swali, wanaume wao wakiwa na mawazo wakiyaleta
yakifanikiwa wao wako tu nomo, yani linakuwa ni wazo la familia, lakini likiletwa na mwanamke kelele baadaye. Sasa anasema ndio maana huwa hatupokei mawazo yenu kwa sababu nyie huwa mna mdomo. Tusaidiwe hapo wanawake, tukupunguze mdomo. Nafikiri kiurahisi tu turudi kwenye ile shule yetu ambayo tuliitoa ya kufahamu mahitaji ndio ya kila mmoja wao, yani mahitaji ya mke kufahamu mahitaji ya mwanamume, ndio, na mwanamume kufahamu mahitaji ya mwanamke. Sawa. Tukasema ya kwamba kwa mwanamume moja la hitaji lake ni heshima. Ndio. Anahitaji kuheshimiwa kabisa, apewe nafasi yake. Na kwa mwanamke hitaji lake ni kupendwa, pamoja na mawasiliano na kadhalika na kadhalika. Ndio. Kwa hiyo mwanamume popote pale atakapoona kuna kitu kinachomvunjia heshima au kinachomteremsha chini, ndio tayari hapo anachomoka. Yani tunapoteza hiyo interest kabisa mapema kabisa. Na moja ya vitu ni kama vile unapoanza kujisifia. Lakini jingine lazima tutambue kwamba Biblia anasema ya kwamba ninyi ni mwili mmoja. Ndio. Kwa hiyo na kuna kipindi kimoja tuliongea hapo tukasema mwili mmoja manake ni kwamba Mungu alipowatenganisha, alafu sasa anasema nyinyi ni mwili mmoja, kwamba sasa mrudi mwe kitu kimoja katika kuwaza, katika kufikiri. Kwa kama wewe umetoa wazo mwanamke ambalo ni faida ya familia, ndio, kuna sababu gani baadaye ya kuja kujitamba kwamba ni mimi kama isingekuwa mimi? Kwa sababu wewe ndio mimi. Na kuna wakati mwingine hata mimi nitatoa wazo, ndio kama walivyosema, lakini siwezi kujitamba. Inawezekana kwamba wanaume labda ile tabia ya kutokuwa na maneno mengi. Ndio. Lakini pia inawezekana kuna hiyo understanding kwamba ni cha kwetu. Ni jukumu langu kuhakikisha kwamba familia yangu inaenda mbele. Lakini wewe unapotoa wazo alafu baadaye unakuja kutamba kusema kwamba kama isingekuwa mimi wewe usingeenda mbele. Ndio. Wewe maana yake nini? Wewe si ndio huyu? Na umefanya kama wajibu wako. Kama wajibu wako. Umekaa kwenye nafasi yako ya usaidizi. Yes. Kwa hiyo umesaidia, Mungu akakupa neema ukasaidia kutoa hilo wazo, likafanyiwa kazi, likazaa matunda. Hakuna haja ya kujisifu na kupiga kelele, kwa sababu kwanza ni mwili huo, ni mtu huyo. Ndio. Nadhani watu wakipata hiyo understanding kwamba no, sisi ni mmoja, hivyo vitu havitakuwepo. Wanawake wengi na familia nyingi zitaepuka hayo mavurugu ya ajabu ajabu, kwa sababu matokeo yake sasa ndio inapelekea mwanamume anachokifanya ana mute, ananyamaza tu. Ndio. Utakuja tena saa ingine na wazo zuri, tena hilo wazo lingewavusha. Baadaye aje nizarau mimi. Ataenda ataongea na wanawake wenzake huko, mimi nazaraulika, tunaonekana mjinga, kumbe siwezi hata kuwaza hata kufikiri. Sasa no, hamna haja ya kufanya hivyo. Au unasemaje sasa hivi? Okay. Ninakubaliana sana na yote mlioyasema ya kwamba kwa tabia zetu naturally wanawake tunaongea zaidi ya wanaume. Ndio. Na mara nyingi wanaume wanapenda heshima na wanawake on the other hand ndio kama hivyo tunaongea. Lakini najaribu kupima pande zote mbili, yani najaribu kupima upande wa mwanamke na mwanamume. Kwa unakuta kwamba kwa upande wa mwanamke yeye natural, yani kikawaida, yeye sio mtu wa kutoa mwongozo, sio mtu wa kuonesha twende hivi tusiende hivi. Yani ni mtu ambaye anapokea kwa sababu yeye sio kichwa, si ndio? Sasa hebu pata tu picha ya kawaida tu, mwanadamu tawa kawaida yoyote akatoa sikio na yeye kamuongoza afu kakaonekana kama kamemkalia vizuri. Yani, kwa hiyo tuite nini? Ulimbukeni? Yani pastor, subiri. Yani sio kwamba ni ulimbukeni, but I'm trying to say can we give them space for grace? Yani sisemi kwamba ni tabia nzuri, no. Siitete kabisa. Lakini navaa hicho kiatu cha huyo mwanamke. Yani si ajabu mmeona miaka 10. Wewe mwanamke kila siku ndo unatoa mawazo. Unatoa Januari ni wewe, mwaka wa pili wa tatu. Sikio na yeye katoa kamoja tu wako. Mpete kana nafasi tukakusikia vizuri kwamba kumbe hata mimi naweza nikatoa kitu na watu hata yani kikaonekana kina mashiko. Naichukulia kwa hivyo. Ila kikawaida kabisa sio wanaume wengi sana wakifanya kitu wanajisifu, ila pia kuna wanaume wanapenda kujisifu. Yani anaweza kujisifu hata zaidi ya uwezo wake wa kufanya. Yani unaweza kuta kwamba kama hana mwanamke ambaye ana maneno mengi, mwanamke ndo atafanya hata lelelelele na hata ongea. Hata kama ni mwanamke hata ongea. Lakini yule kaka yeye atakuwa anaongea mpaka mnafikiri like
huyu kaka yuko fiti, kumbe mke ndo yuko fiti. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza kusema kiko pande zote. Na kama tunavyosema kila siku ni kwamba sometimes mnapeana tu space for grace. Lakini la pili, kama kweli mke wako ametoa wazo na ukaona kama linaleta mashiko, yani limeleta mashiko, unaonaje ukae naye umwambie kwamba mke wangu, kweli ile wazo ulisema ilikuwa na mashiko mazuri sana, ila nimeniumiza kitu hiki kimoja. Umekiongelea ni like everybody ananiona mimi mume wako, yani I'm just nonsense. Yani hivyo. Nafikiri pia akipata hiyo yani akipata huo uelewa, itamsaidia kujua kwamba next time hata nikitoa, so, badala ya kumfungia nje. Kwa sababu mawazo yanawasaidia kwa badala ya kuifungia kabisa nje, kwa nini tusirikae tukalirekebisha kwamba mimi napenda mawazo yako, kwa kweli ni mazuri na yanatuvusha, ila punguza yanaambatana na kelele. Yani punguza kelele dada. Yani uko vizuri. Na sasa ukitaka huyu mwanamke pia anyamaze, mimi ninavyofikiria, ndio wewe mwanamume pia msifu mke wako, kwa sababu pia wanaume wengine wanagubu sana. Sema tu kwamba jamani, yani kama vile pana ukweli. Pastor sema ule ukweli. Wewe unisifugi kama nimetoa point hata mbele za watu. Sasa uone inanifanya sipigi debe. Kumbe ndio wale umeacha. Yesu nisaidie. Maana sasa kwa nini nipige debe wakati wewe unapiga kwa niaba yangu? Kwa hiyo unashasema kwamba jamani, mimi mke wangu amenisaidia wazo hili, limenikalia vizuri. Sasa kwa nini niongee tena? Lakini ikiwa inatokea kwamba nimetoa wazo la kwanza, umejisifu, nimenyamaza. Nimetoa wazo la pili, umejisifu, nimenyamaza. Ikifika la 7, mpendo wa Matilda, mtumishi wa Bwana, na mimi itabidi nipige kadebe kangu kidogo. Kwamba ni mimi hapa. Kwamba this time jamani hata mjue na mimi na mchango kwenye hili. Kwa nafikiri ni pande zote mbili. Yani mimi kwa mtazamo wangu naona ni pande zote mbili. Msikilizaji, hilo ni moja ya swali tu ambalo limezaliwa kwenye kipindi kilichopita cha Jumamosi iliyopita, lakini pia nitumie nafasi hii kutoa ushauri kwa vijana mnaojiandaa kuingia kwenye ndoa. Kama ukipata neema ya kufuatilia programu iliyopita na hii hapa, utakuja kunishukuru siku moja. Yani nakushauri tu, ushauri wa bure kabisa. Wewe ambaye unajiandaa kuolewa, kuoa, tafadhali nenda pale YouTube, andika Zion Impact Media TZ, sikiliza kipindi cha maono katika ndoa, lakini pia fuatilia programu ya leo. Mimi nataka nikuambie kwa jina la Yesu, hata kama utaki, kuna siku utasema Zion Impact Radio, Mungu awabariki, kwa sababu naamini mafundisho haya kuna mahali yatakupeleka, yatakutoa mahali ulipo, yatakupeleka hatua nzuri kabisa ya utukufu wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, karibu utupitishe kwa sehemu kidogo, kama kutukumbusha tu kwa yale tuliongea. Ndugu msikilizaji, basi tukumbushane tu kidogo kwa yale ambayo tuliyazungumza kipindi kilichopita. Na kimsingi tuliongea kuhusu maono katika ndoa, na tukaona umuhimu wa kuwa na maono katika ndoa au katika mahusiano unapoelekea kwenye ndoa. Na tulizungumza kwa kina kuhusiana na maono ni nini. Tukasema maono ni picha kubwa, ile picha ya kitu ambacho unakiona kule mbele kikitokea. Na tukasema maono ni muhimu sana kwa sababu yanakupa dira ya wapi unaelekea. Lakini pia tuliongelea kuhusu majukumu ambayo mwanamume anayo na mwanamke anayo. Tukasema katika swala la maono, mwanamume yeye ndiye kichwa, yeye ndiye amepewa kuwa kiongozi. Na tukasema ni muhimu kiongozi kuwa na dira ili aweze kuongoza wale anaoongoza, na mwanamke ni msaidizi lakini anasaidia katika kutii pia. Na tukaangalia mambo ya msingi katika habari ya kuwa na maono. Katika haya mambo ya msingi tuliangalia jambo la kwanza kwamba lazima kwanza kuwe na maono. Wewe ambaye unataka kuoa au unataka kuolewa, jua mwenzi wako au jua yule kijana ana maono gani, mnaenda wapi, anawapeleka wapi. Ni swali la msingi sana sana sana, kwa sababu hiyo ndio itakuonyesha picha ya wapi mnakoelekea. Na unapojua wapi mnakoelekea, then unajua jinsi ya kujipanga ili kutekeleza kile ambacho kitawafikisha kule mnakotaka kwenda. Lakini jambo la pili tukasema, baada ya kuwa kuna maono yale yashirikishwe na kuwasilishwa kwa uwazi, kama anavyosema Habakuk 2:2 kwamba andika maono kwenye vibao, yaweke wazi, yule atakayesoma aweze kukimbia nayo. Kwa hiyo baada ya kuwa umeshapata maono ya kwamba sisi tunaelekea mwelekeo fulani, mshirikishe mwenzi wako au mshirikishane. Na katika kushirikishana ndipo hapo mtakapojua jinsi gani ya kuyaunganisha maono yenu, kwa sababu sio lazima kwamba ni mwanamume peke yake ndio anapata maono, lakini anatakiwa awe nayo kwa sababu yeye ndio kiongozi. Lakini mwanamke pia anaweza kupata hayo maono,
lakini katika kule kukaa na kueleweshana tutagundua kwamba mnapata pia fursa ya kuweza kushirikishana maono mlionayo, lakini pia kuyaunganisha yakawa kitu kimoja. Kitu kingine cha tatu cha msingi ambacho tuliongelea kwa habari ya kuwa na maono ni maombi. Tukasema maombi yanahitajika kabla, wakati mambo yanaendelea, na baada, kabla hujachumbia, wakati uko katika uchumba, au ukishaoa, baada ya kuoa, kuwa kwenye ndoa. Maombi ni kitu endelevu, na bila maombi sio rahisi vitu kuweza kusonga mbele. Lakini la 4 tukaangalia kwamba baada ya kuwa umeshajua maono yapo, umeyaelezea vizuri, yale maono yameeleweka, mmeshirikishana, then mnaendelea kuiweka katika maombi. Jambo la 4, mchukue hatua. Maono yale yasiishie tu kwenye vichwa vyenu na mioyo yenu na makaratasi, lakini yaweke katika matendo ili uweze kuona matokeo ya yale maono ambayo umeyaona. Kwa hiyo kwa kifupi, tulizungumza hayo wiki iliyopita, na siku hii ya leo tungependa kuongea kitu ambacho ninaamini kitakuwa kinaendana pia na kile tulichokiongea wiki iliyopita. Ndio. Leo tunataka kuongea liko katika mfumo wa swali, kwa hiyo nataka tulijibu hili swali. Ndio. Ili lituletee mwanga zaidi, na ni changamoto niite, au ni mada ambayo imekuwa mada sumbufu, kama naweza kuita sumbufu, ambayo inafanya watu wengi sana waingie kwenye changamoto. Na mada hii ni kwamba swali linakuja kwa vijana kukutana kimwili kabla ya ndoa inaathiri nini kwao? Na wanandoa na pia wanandoa nao wakitoka nje ya ndoa, nini kinachoendelea katika maisha yao? Unakuwa na matokeo gani hasi? Ndio. Kwa sababu ukiangalia leo vijana kabla wajaoana, anasema lazima kwanza nipime, ni test. Ndio. Anza una test mitambo. Tujue kama anaweza akashika mimba. Mwingine mambo ni mengi. Mwingine kwa sababu tu ya sauti za marafiki, na vitu mbalimbali. Unakuta watu wanajiingiza kwenye vitendo au kitendo kama hicho. Ndio. Wakikiita kama ni pleasure, ni raha wanayoipata. Wengine wakikiita kama mimi kidume bwana. Sijui rijali, sijui maneno mengi na majina mengi. Lakini pasta, pia hapo kwenye kipindi tulichopo, yani majira haya ambayo tunaishi, hilo jambo la kukutana kimwili liko wazi sana, liko nje, yani si jambo la siri kama miaka ya kwenu huko nyuma. Nini kimetufikisha hapo pia? Nafikiri mgogoro ndiko ulikoanzia, na hapo ndio tunataka sasa twende ndani ili tuongee. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza tukakiita hii mada yetu ya leo katika lile swali sasa, athari za tendo la ndoa kabla ya ndoa na nje ya ndoa. Sawa, maana kuna lile swali, kwa nini vijana wanajihusisha na kwa nini wanandoa wanajihusisha? Kwa sababu tukasema tuite hii mada athari zinazotokana na tendo la ndoa kabla. Lakini pia mtu akiwa ndani ya ndoa akafanya tendo la ndoa na mtu mwingine ambaye sio mke wake, kuna athari gani? So ukirudi kwenye swali lako kwamba mbona sasa hivi hiki kitu kimekuwa wazi mno, ziko sababu nyingi. Of course Biblia iko wazi, inasema hizi siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Sasa unajua, sio tu upendo wa mimi kumpenda mke wangu, mimi kumpenda mtu mwingine, lakini ule upendo wa kumpenda Mungu unateremka. Upendo wa kumpenda Mungu ukiteremka, athari yake mojawapo ni hii. Utaanza sawasawa na kile kitabu cha Warumi 12 anavyosema kwamba tusifungamane, do not tusiendane na tusifuatishe namna ya dunia hii. Sasa unaona kwamba upendo ukiteremka unafuatisha tu namna ya dunia hii. Chochote kinachoenda, utandawazi. Leo vitu vingi viko wazi mno kwenye simu zetu. Watu wana vichochezi vingi, sio kama zamani. Sasa inataka mtu ambaye kweli yuko serious na Mungu, na mtu ambaye ameamua kukaa upande wa Mungu kuweza kuvishinda hivyo vichochezi. Kwa hiyo nadhani kutokana na swala la upendo kupungua, vishawishi vimekuwa vingi sana, misingi yetu imetikisika. Unaona watu wana give in kwenye hivi vitu, na vinafanyika sasa wazi, watu hawajali, lakini vina athari kubwa sana kwenye maisha ya kwetu, kwenye maisha ya familia zetu,
kwenye maisha ya ndoa zetu. Vina athari upande wa kiroho, vina athari upande wa kimwili, ndio, vina athari pia katika sisi kuhusika na jamii zetu. Au Pastor Sayuni unasemaje? Okay, mimi naweza kusema ya kwamba naona kama changamoto kubwa ni swala la afya ya akili. Mimi yani kama ningeulizwa. Naona kama changamoto kubwa ni afya ya akili, kwamba sisi wote kama wanadamu wa kike wa kiume tumeumbwa kwa ajili ya mahusiano makubwa manne. La kwanza ni uhusiano wa mimi na mimi. Ndio. Yani uhusiano wa mimi binafsi na mimi. Sawa sawa. Alafu ya pili ni uhusiano wangu mimi na aliyeniumba. Yani kwa Kiingereza wangesema date au uungu. Yes. Alafu mahusiano ya tatu ni mimi na viumbe vingine, niseme wanadamu kwanza wengine. Alafu mahusiano ya nne ni mimi na viumbe, maua, miti, yani ule uumbaji wa Mungu. Sasa kwa ajili ya sasa hivi watu wengi tumekutana na hii tatizo la changamoto ya afya ya akili. Ni kama haya mahusiano yote tumeyavuruga kwa sababu ya ile shida ya afya ya akili. Najua sasa hivi hata kuna watu wanajuza mimi sina shida ya afya ya akili, wote tunayo. Ila viwango vimetofautiana. Ya kuna mwenzetu yule ambaye amezina sana, kwa hiyo yuko barabarani, tunamuita mchizi. Lakini kuna mwingine ambaye amepunguza kidogo, kwa kuna siku anakuwa iko poa, lakini kuna siku vinavuruga. Alafu kuna mwingine amepunguza tena kidogo, yani yeye vinatokea tu nadra. Lakini kuna mwingine anajionyesha akikasirika. Kwa yani kwa njia moja au nyingine, tukubali tukatae, wote tuna changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Na kwa ajili hiyo imeathiri vile viwango vilivyosema vya mahusiano. Yani mimi na mimi kwanza mwenyewe hatuna mahusiano mazuri. Yani mwingine najiona kama spy, najiona kama CNA. Kwa ajili ya hiyo kubali ukatae, naweza nikajikuta nimeingia kwenye tendo la ndoa hata nje ya ndoa ama kabla ya ndoa. Kwa sababu gani? Kuna mtu amenionyesha nafaa wakati akili yangu ilikuwa inaniambia spy. Umeona jinsi inavyojileta. Kiwango cha pili, mimi na Mungu. Amesema hapa mchungaji, kama sina hofu ya Mungu, sina mahusiano mazuri na Mungu, chochote ni sawa tu. Sina maono, kwa siwezi kujizuia. Yani sina kile kitu ambacho kinaniongoza ya kwamba kwa sababu una hofu ya Mungu na Mungu kia amekataza akikubali kwa usiwe na tabia ya kufanya hiki kitu. Lakini kwa sababu sina mahusiano mazuri na Mungu, haijalishi. Yani lolote tu inawezekana. Ya tatu, mahusiano kati ya mimi na wanadamu wenzangu. Sidhani kama mtu anaweza akautumia mwili wa mwenzake kujifurahisha na akamdanganya anampenda. Unajua hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu unamtumia mdada wa mtu, sawa, na hajaolewa na unamwahidi nitakuoa, alafu kisha mtumia umtaki tena, ina maana kwamba mahusiano yangu na mwanadamu mwingine sio mazuri. Yani sijali nimekuumiza kiasi gani. Na kama ni pia ni kuhusu mwanaume, tuseme sasa mwanamke anamtumia mwanamume, sawa tu tutakuwa tunafanya hivi, lakini yeye anataka nyumba, so wewe ndo anakutaka. Kwa at the end of the day pia na wewe uhusiano unaona umefanya nini? Umevurugika. Lakini pia na maumbile, yani uumbaji kwa ujumla wake. Yani hatujali kwamba tabia zetu mbaya za zinaa niseme ama uasherati zinaathiri hata viumbe vingine. Yani mimi nataka kuamini kwamba hata kuna wanyama saa nyingine kwenye Warumi 8:19 inasema hivi ya kwamba uumbaji unasubiri kwa shauku kuu kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Sasa hata ng'ombe zinaangalia zinasema hivi, hawa ni wanadamu kweli? Ni wana wa Mungu kweli? Mbona wanafanya hata zaidi yetu? Yani hata ng'ombe si ajabu inaona ina sitara. Sijui kama ndio natumia Kiswahili sahihi, ama labda mnyama fulani anajiona ana stara, hata kama mimea ingekuwa inaongea na yenyewe ingejiona ina stara kuliko wanadamu. Vitu ambavyo yani vitu ambavyo tunavyofanya. Nilikuwa naongea na watumishi fulani katika mkoa fulani hapa Tanzania. Tukawa tunaongelea swala la tendo la ndoa. Nataka kuileta zaidi kuhusu uumbaji mwingine. Sasa ukaka akasema ya kwamba yeye kwake kule kijijini ametengeneza nyumba ya chumba kimoja. Kwa watoto wote inabidi walale chumbani na wazazi. Sawa. Sasa lakini mke wake akawa anamwambia, ndivyo wanawake tulivyo. Anamwambia, mimi baba, hii mimi sikubaliani nayo. Mimi naona kama kwangu inanikwamisha. Tunafanyaje vitu kama hivi hapa? Watoto wamekuwa, kuna watoto na miaka 10 na umo. Baba akaona isiwe shida. Badala ya yeye kutengeneza utaratibu wa kutengeneza chumba kingine ili yeye na mke wake wawe na chumba chao,
yeye akaamua akaenda akakata migomba eneo fulani hivi, yani kama ka space fulani. Alafu akanunua godoro, akanaliweka hapo juu ya mti. Kwa siku ambao yeye anataka wewe na usijui niseme usiri yeye na mke wake, wanaenda pale kuliko kata migomba, wametengeneza kaeneo, ndio wanafanya nini? Wanakalala pale. Imagine usiku mzima kulala kwenye juu ya mti. Juu ya mti. Yani anashusha godoro, analiweka pale chini alipokata migomba. Sasa ile migomba ikuathirika jamani, lakini iliathirika kwa kuna mtu hataki kutengeneza nini? Chumba tu akae na mke wake. Lakini kingine, watoto wakaa nakuja pale kuchungulia, wanajificha kwenye miti, maana sasa si mmehama home. Kwa huko waendako tunawafuatilia. Kwa nini wameenda kulala kule? Kwa unaona ni kama vile imevuruga ile mahusiano yote katika yani viwango vyote vinne. Kwa nini nachotaka kusema? Ndio. Tusipokaa vizuri kwa ajili ya jinsi utandawazi unatotupeleka na pia kushughulika na swala ya yani tunajikuta kwamba kwenye afya zetu za akili tunavurugika. Tunajikuta tuko nje kabisa ya mfumo wa Mungu. Na madhara yake ni makubwa sana. Na nafikiri kwamba leo tutakwenda kuongelea madhara machache at least ya haya maswala kwa wale ambao ni wa nje ya ndoa na wale ambao hawajaingia kwenye ndoa lakini wamejikuta wamepambana na hiki kitu. Tunamwona Adam na Eva katika Eden. Ndio. Mungu amewaambia msile tunda. Okay, wengine wanasema hilo tunda lilikuwa tendo la ndoa. No, ilikuwa tunda but wakati Mungu anajua zaidi, ana maelezo ya kina zaidi hiyo tunda lilikuwa la aina gani. Maana kama ni tendo la ndoa, Mungu alipanga wafanye tendo la ndoa ili wazae. Kwa sio tendo la ndoa. Angalau hilo tunajua. Kwa hawa tunaona kwamba hawakutiki msile tunda. Full stop. Kwa wangapi leo tunakula matunda? Hatujaingia kwenye ndoa lakini hatutii. Wangapi leo tunajikuta kwamba hata ndani ya ndoa tunakula tunda la ndani ya ndoa na la nje ya ndoa. Kwa unakuta kwamba at the end of the day tunatolewa kwenye bustani. Bustani ni mfumo wa kimungu. Sasa unatolewa kwenye bustani. Ndio maana wengi wetu maisha yetu yamesha pabaya. Na kwa sababu maisha yetu yamesha pabaya, tumewaathiri watoto wetu. Kama kulikuwa na kuachana, kumeathiri watoto. Kama kulikuwa na dada kupata ujauzito kabla ya muda ama magonjwa ama nini, kumeathiri maisha yake, kumeathiri wazazi wake. Kwa unaona kwamba ni kitu kimekuwa kikubwa zaidi ya tulivyotegemea. Yani ni kitendo kidogo sana, labda cha dakika 5-10, lakini madhara yake ni makubwa sana. Nafikiri kwamba labda tutaanza kwanza kuongelea kuhusu maana ya uzinzi na uasherati. Labda mchungaji atupitie kwanza. Tujue tofauti zake. Kabla tujaingia hapo, nizungumze kitu kimoja kwamba tunaongea kuhusu athari. Unajua Mithali ile 31 mstari wa 3. Ndio. Anasema usiwape wanawake nguvu zako, wala moyo wako usiwape wale waharibuo wafalme. Sawa. Kuna angalizo hapa. Huyu mama alikuwa anamwambia kijana wake Lemueli mfalme kwamba bwana uwe mwangalifu. Sasa huku mbele tutaona ni kwa nini huyu mama alikuwa anatoa haya mahusia. Tukirudi kwenye hii pointi ya kuelezea tofauti kati ya uzinzi na uasherati. Ndio. Kumbuka hiki kitu kinawaathiri watu wote waliooa na ambao hawajooa. Sasa tunapoongea kuhusu uasherati, uasherati unawahusu watu ambao wanafanya hii kitendo au tendo hili la ndoa nilite. Ndio. Ambao hawajaoa wala kuolewa. Uasherati huo unaitwa uasherati. Kwamba kijana tu naye amepata mwemko wake akimbizia binti au vice versa. Lakini uzinzi ni kile kitendo kinachofanywa na wanandoa lakini wanatoka nje ya ndoa zao, anakwenda kufanya kitendo kile cha tendo la ndoa na mwanamke mwingine au na mwanamume mwingine. Hizo ndio tofauti zake mbili. Ndio. Kwa hiyo tunaona kwa kifupi pale kwamba kumbe moja ni ya kabla ya ndoa. Ndio. Lakini ni kitendo kile kile. Na nyingine ni ndani ya ndoa lakini sio na mwenzi wa ndoa. Kabisa. Yani ni nje, yani mtu anatafuta mtu nje. Kweli za msingi ambazo lazima tuzisimamie. Kweli ya kwanza ni kwamba Biblia imetuambia katika ile Wakorintho wa kwanza 6:15-16 mpaka 18 kuwa dhambi ya zinaa anaifanya huitenda juu ya mwili wake. Hiyo ni kweli. Kwanza tunataka tupite kwenye kweli za msingi. Ndio. Kwamba mtu anapofanya dhambi ya zinaa
mimi nataka kuongeza na uasherati. Sawa. Amefanya juu ya mwili wake. So umeona hapo kwenye ile mahusiano ya mtu na mtu binafsi yameathirika. Yes. Kwa sababu nimefanya dhambi juu ya mwili wangu. Sijajipenda tu mimi mwenyewe. Yani kwamba hapo sio hata kuhusu hata naenda kufanya naye. Lakini ni kuhusu mimi kama mimi. Kwamba hata mimi tu kama mimi sina mahusiano mazuri na mimi mwenyewe. Kwa hiyo ni la kwanza. Hiyo ni kweli ya kwanza ya msingi. Lakini kingine ni kwamba adui anatamani kuharibu mstakabari. Yani huyu mtu ana mstakabari, whether yuko ndani ya ndoa ama yuko nje ya ndoa. Adui anatamani kuharibu ule mstakabari. Kwenda kwenye ile Mithali 6. Tunaweza tukapa 6:27, mchungaji atusomea. Mithali 6:26. Ngoja twende hapo mara moja kwenye Mithali 6:26. Biblia inasema inasema, maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba humuinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Umesikia Yani kwamba inatokea kiasi kwamba mtu anapokuwa ameingia kwenye zinaa ama uasherati, anaweza akakosa hata kipande cha mkate. It's very serious. Yani sio hata siku hiyo, labda ndo hiyo siku alofanya. Lakini ndio mwelekeo wake. Sasa kukosa kipande cha mkate manake nini? That's destiny. Kwa sababu kama ukikosa kipande cha mkate, wewe ndo utaweza kuleta maendeleo kwenye familia yako. Haiwezekani. Utaweza kujenga nyumba kweli? Kama kipande cha mkate tu you are struggling. Yani huwezi kupata. Na kama kipande cha mkate huwezi kupata, je, utaweza kufanya maendeleo mengine makubwa? Inakuwa ni kama vile ndoto. Yani hata ukifanya ni kama vinapokutika. Kwa sababu gani? Kuna roho ya uharibifu iko kazini. Hizo ni kweli kwanza ambazo lazima tuzikubali. Sawa. Kwa kabla ya ndoa kufanya kitendo cha ndoa, tendo la ndoa, au ndani ya ndoa nje ukatoka. Yani haya yote yatakukuta. Lakini pia kuna kingine inasema kwamba katika ile Waebrania 13 ule mstari wa 4, labda mchungaji anaweza kutusomea hapa. Waebrania 13 mstari wa 4. Ndio. Biblia inatuambia kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yake yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi. Sasa hapa Biblia imeweka wote wawili. Mungu atawahukumia adhabu. Umeona hiyo? Kwa unaona kwamba hiyo ni kweli nyingine ya msingi. Ya kwamba waasherati pamoja na wazinzi, yani ni kama wamehukumiwa hata kabla hawaja, yani kitendo chacho cha kusema naenda kufanya hiki kitu, ni kwamba wewe mwenyewe ushajiingiza kwenye mstari wa hukumu. Hata kabla ni haujaendelea. Sasa mimi huwa nawauliza wengi, nasema ilikuwa bahati mbaya, tumefuatwa sana na mabinti analia, ilikuwa tu bahati mbaya. Mimi namuuliza, dada subiri, so ulibakwa? Kwanza tuanze hapo, ulibakwa? Sikubakwa. Ni mtu tu alikuwa tu mtu wangu nini. Okay, let's go for the process. Twende kwenye mchakato mpaka mfike kitendo. Unajua kile kitendo sio cha switch on switch off. Yani sio socket useme tu umewasha. Kina mchakato. So wakati wote wa mchakato akili zako zilikuwa wapi? Umeshaelewa Yani akili zilikuwa wapi mpaka ukafika ukafanya mchakato huo mzima ukafika mpaka mwisho? Juzi kuna mmoja nikamuuliza, dada, ukinunua viazi ukavikata vyembamba virefu, ukachemsha mafuta, ukavitia, utapata nini? Chipsi. Akasema chips. Nikasema sasa huwezi tuambia hii ilikuwa ni bahati mbaya, maana ni mchakato. Yani ni mchakato umepita. Mchakato wa kupata chips. Unajulikana. Maana hichi kiazi kilikuwa sokoni kwanza. Sokoni ukaenda kukifuata. Ulikuwa unakikata virefu. Kabisa. Ulikuwa unatarajia kitu gani? Alafu hukuweka maji ukachemsha. Ukaweka kwenye mafuta. Wewe ulikuwa unategemea upate nini? Chips. Alafu ukipata chips unasemaje? Ilikuwa tu bahati mbaya. Hivi inawezekana? Unakuta ni mchakato. Ndio maana tulianza kwa kuongea kuhusu afya ya akili. Ndio. Kwa unakuta ni mchakato kabisa. Ndio. Nitoe tu mfano wa mchakato mwingine, alafu tutayasoma mstari wa Mithali 6:32. Ukiangalia kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 11. Ndio. Daudi. Yes. Daudi walitakiwa waende vitani. Yeye akaamua kuvinjari nyumbani. Ghafla saa ngoja nipande juu ya dari hapa ni vinjari. Kaona mama naoga pale. Aya, akavutwa akasema nilitieni yule. Kwa hiyo unaona, lakini huo ni mchakato pia. Mchakato, nilitieni yule. Akaletwa. Yakatokea yaliyotokea.
Baadaye of course akaja majuto. Yeah. Lakini sio kitu ambacho aliamka tu asubuhi akaenda kwa yule mwanamke akamchukua. Ilianza mchakato na naamini kule katikati lazima kulikuwa na sauti zinamwambia wewe mfalme, wewe ni mtu wa Mungu, wewe kwanza. Umeacha huyo ni mke wa watu huyo. Ndio. Umeona? Lakini ndio kama anavyosema kile kitu cha afya ya akili, Mungu atusaidie sana. Ni kama vile akili inafunga kabisa kwenye upande huu kwamba sasa nimehamia kwenye hii na ni mpaka nitakapofikia mwisho ndio wewe unafikiri kwamba nitapata amani, kumbe ndio utapata shida zaidi. Kwa hiyo hii ni kama angalizo ambalo watu lazima walifahamu. Tunakimbilia mbio sana kwenda kwenye hilo swala, lakini mwisho wa siku anachozungumza, kuna mtu alitutembelea analia, ni mjamzito. Nikauza, kwani kukuwa mjamzito ni mbaya? Mbona ni tendo la baraka? Mbona ni baraka? Kwa nini sasa wewe unalia? Ngamba maana yake mchakato uliotumia sio sahihi. Kuna mchakato sahihi ambao usinge kufanya unalia saizi wewe. Yaani ungekuwa mimi naonaga watu wanafurahi akipata ujauzito, wanaipigia na debe na sherehe zinafanywa. Wewe mbona unalia? Maana yake umetumia njia. Pasta, kabla mjasonga sana, kuna kitu kinanifikirisha kwenye hili mliloanza nalo la changamoto ya afya ya akili na matokeo ya haya ambayo tunayazungumzia. Kwa sababu najaribu kuwaza, mtu ameokoka, amejazwa Roho Mtakatifu, analijua neno la Mungu, anajua kile kitu Mungu anataka. Leo anakuja kuacha ndoa yake, mlokole huyo, alafu ana ndoa, anaacha ndoa yake, anahamia kwa binti au mwanamke mwingine au mwanaume mwingine. Na ana sifa zote hizi. Sasa najaribu kuwaza, kwa nini watu tuwa tunasema walokole, sijui wameanguka, sijui, kumbe kuna changamoto ya afya ya akili. Yes. Yaani tukilichukua kwa sura hii, tutashughulikia kitu cha afya ya akili tukiwa rohoni. Yes, yeah. Tumeokoka sawa. Lakini kumbe kuna kitu kingine hapo huwa kinaleta changamoto hiyo. Okay, tukisoma ile Mithali 6:32 ngoja tusome hii Mithali 6:32. Sawa. Inatupa kitu kizuri sana. Anasema hivi, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Sawa. Afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Sasa mimi naomba niulize pasta, mbona hamna iliyosema mtu azinie na mwanaume? Sasa unajua muktadha wanaoanzisha ni wanaume basi. No, lakini pia ukiangalia muktadha wa Biblia ulivyoandikwa, mara nyingi ulikuwa unakaa sana kuwabana wanaume, wanawake wanakaa kama pembeni. Inaongelea sana wanaume, hata wakati wanalisha watu 5,000. Yaani wanawaconsider wanaume kwanza. Lakini hii inawahusu wote. Wewe unaizini na wewe unatembea, mwanamke na mwanamume wote akili zenu hazifai. Kwa hiyo inawahusu wote wawili. Ni vile kwamba Biblia mara nyingi inapoandika ilimtambulisha mwanaume zaidi. Lakini huyu anawezaje kuzini bila kuwa na mwanamke? Haiwezekani. Umeona? Kwa hiyo mjinga kaenda kumconvince mjinga mwenzake, au yule mwingine kakubalia mjinga. Sawa kabisa. Umeona? Yaani mjinga kaenda mtu aliyekubali ujinga wake, mjinga mwenzake ambaye atakubaliana na ule ujinga wake. Sasa sikiliza inavyomaliza hiyo andiko. Inasema hivi, afanya jambo litakalomwangamiza. Afanya nafsi. Jambo litakalomwangamiza nafsi. Hivi wewe kweli ukijua unaenda kuangamiza nafsi yako utaenda? Haiwezekani. Sasa si ujinga huo. Sasa ngoja kwanza tukae hapa kidogo. Ndio. Ili unganishe na hicho anachosema Pastor Sayuni. Biblia haisemi kwamba hana akili. Kabisa. Yaani ni mbumbumbu mzungu wa reli. Huyu jamani taira. Kaisha hana kitu kichwani. Mimi naomba niliweke ili bold kwa nyinyi ambao huo umeokoka, hujaokoka, unatoka kwenye ndoa yako unakwenda kufuata mwanamke mwingine au unafuata mwanamume mwingine nje au umelala na house girl au house boy. Wewe una akili. Azimo. Biblia ndio imesema, sio sisi. Biblia imesema tena una akili. Mithali 6:32. Wewe kijana ambaye hujaoa au kuolewa, ukaenda ukatongoza mwanamke kwa lengo la kulala naye, Biblia inakupa identity kwamba wewe huna akili. Sio tu una, yaani hamna kitu, ni zero. Kwa hiyo wewe uliyefanya na wewe uliyefanyiwa, nyie wote zero.
Kabisa. Anaenda kuiangamiza nafsi kwa kujua. Sio hivyo tu, na nafsi yako unaenda kuiangamiza kwa kujua, na hapo ndio shetani anapapenda. Na ndio utajua kabisa anayeenda kufanya hichi kitendo hazimu. Kwa sababu kwa akili ana shida ya afya ya akili. Ana shida ya afya ya akili. Yes, kabisa. Yeah. Na shida yake inakuja kwa sababu akili imebanwa. Unataka tu ufanye, lakini hujui kwamba alizungumza hapa sasa hivi wakati tunaanza sema shetani anataka kuharibu mustakabali wako. Kesho yako. Shetani anataka kuharibu maono yako. Yeah. Shetani anataka kuharibu kesho yako. Kabisa. Na tutaona hapa athari za hiki kitu. Ingawa wengi tunaona ni kitu cha kufurahisha sana cha dakika 2 alafu unaondoka bwana nimekula bwana. Wacha bwana nimepiga kweli. Kumbe umepigwa. Kumbe umeliwa wewe. Kwa sababu kama nafsi yako tayari imeshaangamizwa, wewe ni nani tena? Kabisa. Lakini hakuna mtu anayejua, na shetani amelificha hilo. Anaendelea kuwafanya vijana wadogo, endelea. Utawathibitishia wewe mwanamume. Na ndio maana kijana akishajiingiza kwenye hii tabia, hata kama ni elimu hatafanya vizuri tena. Ukitaka kujua inaharibu future. Yaani kinameza kila kitu. Kwa sababu kwenye nafsi ndio kwenye fikra. Kwenye nafsi ndio kwenye hisia. Kwa hisia zako zinakufa, uwezo wako wa kufikiri kufa. Imagine. Kwa kweli hii ni na hata ikitokea ukafanikiwa, sio kwa ajili yako. Ndio. Haitokufaidisha. Yaani unaweza kaonekana kama vile yaani uko tu unaenda vizuri. But shetani ataitumia hiyo akili yako. Kwa sababu kachukua nafsi, ataitumia akili yako kwa faida ya kuzimu. Na kitu cha kishetani sio kwa ajili yako. Kwa hiyo utaona unafanikiwa. Lakini atakaikuwa na faida ule wa mwisho wanasema beneficiary. Inakuwa ni shetani na sio wewe. Na hii ni kwa namna gani? Kiroho, maana tutaenda huko mbele, tutagundua mpaka kiroho ina hatari kubwa sana. Sawa. Kwa hiyo utaona kwamba mfano mzuri ni wa Ruben. Ruben yule mtoto wa kwanza wa Yakobo. Ruben mtoto wa kwanza wa Yakobo. Ukisoma habari ya Ruben ambaye alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Yakobo. Actually, labda tuipe picha kubwa kwamba ukiingia kwenye hivi vitu unapoteza. Ndio. Yaani wazungu wanatumia neno you lose. Unapoteza vitu vingi sana. Kwa tuanze na mfano huu wa Ruben. Ruben alipoteza nini? Ndio. Alikuwa ndio mzaliwa wa kwanza. Na wewe na mimi tunajua sifa za mzaliwa wa kwanza. Ni mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ndio kabeba mikoba, mtu ambaye anatarajiwa kuja kuwa mrithi, msaada kwa wengine. Ndio wote tunamwangalia yeye na kadhalika. Lakini Ruben siku moja tu huko kwenye story zake, sijui alimtime vipi mke wa baba yake anaitwa Bilha. Labda alinotice kwamba huyu sio mke sawa sana yule real wa baba yangu, huyu si concubine tu hichi. Na labda akaanza kuona kuna vidalili. Hata hivyo unaona huyu kaambiwa tu zana baba hapa na nini, na mimi naweza nikapata kidogo hapa kabisa. Ruben kaenda kalala na baba yake. Mke wa baba yake. Kalala na mke wa baba yake. Lakini yule mzee alijua, akanyamaza tu. Ilipofika kwenye Mwanzo 49, mzee yule akawaita akasema, njooni hapa watoto wa mzee Yakobo, nataka kuwaambia jambo kwa sababu muda wangu umefika, mimi nataka kuondoka. Anaongea sasa kwenye Mwanzo 49. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. Mstari wa ngapi? Sorry. Mstari wa kwanza. Okay, sawa. Haya. Akasema, kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilize Israeli baba yenu. Akaanza mstari wa 3. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Kwa hiyo alikuwa na ukuu na nguvu. Sasa hii nguvu sio tu physical strength, sio nguvu hizi za kimwili. No, alikuwa na nguvu, manake alikuwa na command. Alikuwa kiongozi, alikuwa na mamlaka. Unaona, sasa umewapita wengine wote kwa sababu wewe ndio wa kwanza. Sasa sikiza anachosema. Lakini umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi. Alikipandia kitanda changu huyu. Umeona maneno hayo? Kwa huyu mzee anaongea kwa uchungu. Ukifuatilia sasa mengine ambayo aliongea kuhusu watoto wengine waliachiliwa maneno mazuri tu, kama alifika kwa Yuda akamwachilia vitu vizuri, akateremka na kwa wengine. Of course wale waliofuata kina Lawi na mwenzake akawaelezea changamoto zao. Lakini huyu sasa anamwambia, kwa sababu ulienda ukalala na mwanamke, tena kufanya iwe mbaya zaidi, mke wa baba yako. Kuna vijana wanaenda wanalala na wake za watu.
Sasa baba yule anamwambia, kwa sababu umeamua kufanya kitendo hiki, ukuu sio tena sehemu yako, na nguvu sio sehemu yako. Kwa hiyo tunapojiengage au tunapojiingiza kwenye vitendo kama hivi, kuna katika vitu kadhaa tutakavyovitaja, moja ya vitu unavyovipoteza, unapoteza nguvu, unapoteza ukuu, maanake unapoteza nafasi. Kabisa. Hebu angalia ni hasara kiasi gani kupoteza nafasi. Wewe si unakumbuka wakina Esau na Yakobo huyu mwenyewe, wakati Esau alipopoteza nafasi yake alilia kiasi gani? Sio kidogo. Hakuna hata iliyobaki. Na alishatoa baraka, ametoa. Hapana, imetoka hamna. Yule jamaa alilia sana, lakini haikuwezekana. Ndio. Hata nafasi aliyoipata haikuwa ya kwake ambayo alipaswa kuipata. Ndio. Kwa hiyo Ruben ambaye alipaswa kuwa ndio kiongozi, nini kimempoza? Tamaa ya nini? Ya mwili. Tendo la ndoa. Alikuwa na shida ya afya ya akili. Ikapata shida. Tumwangalie na Samsoni. Hata Samsoni ukimwangalia, unaona kabisa ya kwamba Samsoni alikuwa na destiny, yani alikuwa na mustakabali, kesho yenye nguvu sana. Alikuwa na kesho yenye nguvu sana. Sawa. Lakini wadada wanambabaisha tu Samsoni, yani leo wa pinki, kesho wa papo, kesho kutwa wa hivi, yani yeye anababaisha. Kwa kwanza pale alikuwa anapoteza muda. Hilo ni la kwanza. Yani alikuwa na mission. Yani alikuwa na kazi amepewa na Mungu, kusudi kabisa. Alafu nitoka akiwa kwenye tumbo la mama yake. Ndio, ana kusudi kabisa. Kwamba wewe kazi yako ni kukomboa Israeli. Samsoni kutoka wadada, sketi, kila kona zinamsumbua Samsoni. Kwa lile kusudi lake kwanza linachelewa, muda aliotakiwa akomboe Israel amekwama. Hilo la kwanza. Lakini la pili tunaona mwisho Biblia inasema hivi, akatobolewa macho. Ikimaanisha akapoteza maono. Akapoteza maono kabisa aliopewa. Na kuthibitisha alipoteza maono, yalitakiwa aangamize adui wa Israel, lakini yeye abaki. Lakini nikilitokea alikufa na adui wa Israeli kabisa, kwa sababu alikuwa maono yamekwisha. Kwa hiyo huu mchezo unakufanya upoteze dira. Yes. Yani automatically mtu unajikuta tu hiyo baba mbona alikuwaga na mwelekeo sana na hiki kidogo unatoka. Lakini ulipoanza tu wako kwa mchezo, ghafla unaona hayuko tena serious, anakuwa mzembe, kitu kinachukua muda mrefu, tayari akili shadakwa. Lakini wengine wanaanza kubeba mageti wakati sio kazi walioitiwa. Si ndio Samsoni alisha kubeba mageti? Kamba wewe anza kukomboa wana wa Israeli. Yeye ndio kubeba mageti. Kaenda kakimbizana na Delila. Maana Biblia na alikuwa ameoa kabla ya Delila. Kabisa. Si ndio? Kabisa. Kaenda katoka nje ya ndoa. Akaachana na yule, kachukua huyu. Delila akamwambia wewe kama unanipenda kweli mbona unanidanganya? Niambie. Endelea kumfuatilia mpaka mwenyewe akasema bwana ngoja nikwambie ukweli. Wakamtoboa macho. Lakini Pastor, mimi nina swali hapo kabla hatujasonga. Hatuioni pia hii ni roho ambayo ni mpango kamili wa adui, kwa sababu kama lengo ni kuua kesho baadaye ya mtu kile alichobeba, na watu hatushtuki sasa kwamba nikiingia kwenye hii line kuna kesho yangu inaharibiwa hapo. Hatuoni kuna nguvu nyuma ya haya maamuzi? Ndugu mtangazaji, naomba upoze hapo. Ndio. Mimi naomba nitumie jukwaa hili kuwaambia watu kwamba tunapowaambia watu mumfuate Mungu, mtoe maisha yenu kwa Mungu, muokoke. Sio kama huu sio mchezo wa kuigiza. Hii ni halisi. Watu wanashindwa kufikiria sawasawa. Matokeo yake sasa, kwa sababu Mungu humtaki, kuna yule ambaye atakukimbilia. Maana unajua kuna nguvu mbili za kiroho. Aidha ni Mungu au shetani. Na wote wanawakimbizia wanadamu hawa. Kwa hiyo wewe kwa utashi wako umemkataa Mungu, kuna ambaye atakudaka kabisa. Yani lengo lake ni kukuangamiza. Na Biblia iko wazi tu, haji ila kuchinja, kuua na kuharibu. Lakini Yesu anasema mimi nimekuja muwe na uzima kisha muwe na utele. Mungu anasema najua mawazo ninayokuwazia, na kuwazia mawazo mema. Shetani hakuwazii mawazo mema. Na tulisoma ule mstari ukasema kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote, na kitanda kiwe safi. Ikimaanisha hutakiwi kujihusisha na hiki kitendo ukiwa nje ya ndoa. Na pia ukiwa ndani ya ndoa ukatoka nje na kabla hujaoa utakiwa kujihusisha.
maanake Mungu anasema ya kwamba kila kitu chake kina wakati wake na majira yake. Aha. Mbona hapigi kelele kwenye walioko ndani ya ndoa? Mbona Mungu abani? Of course ana vitu vyake anavibana kwamba lazima kifanyike kwa usafi na nini na nini, lakini wewe ukiwa umeoa au kuolewa, kwa nini Mungu msifanye tendo la ndoa? Hiyo imehalalishwa na yeye mwenyewe katika utaratibu wake. Yeah. Kwa hiyo kumbe, tunapotoka nje ya utaratibu wa Mungu, hasa kujihusisha na tendo la ndoa, tunapoteza mwelekeo. Sawa. Vision, maono yanakufa hivi. Hujawahi kusikia kwamba wanasema yule jamaa bwana alipoanza tu kutembea na fulani, ule alikuwa na mradi mmoja mzuri sana, hiyo nimeisikia sana. Alikuwa anakimbizana na hiki, anajali, sasa hivi amehamia tena kabisa kwa yule mama. Kampa maisha yake kahaba. Na Biblia imeonya wazi. Kwa hiyo Mungu atusaidie, hebu tumrudie Mungu. Kwa sababu Mungu anatunia mema, anataka tufike mahali ambapo aseme hii safi, najivunia kama alivyojivunia Ayubu. Na tulioko kwa Mungu tumuishi Kristo. Kwa sababu pia mambo haya Pastor yanasikika kanisani. Ndio maana Paulo anasema nasikia hivi vitu vinaendelea huku. Ndio maana unaona anawaandikia Wagalatia, anawaandikia Wakorintho, anawaandikia sikina nani, kwa sababu kuna vitu alikuwa anavisikia vinaendelea, kwa hiyo akabidi atoe utaratibu wa jinsi ambavyo vinapaswa kwenda. Mimi naona hivi mchungaji. Ndio. Kubali ukatae watu wote ambao wanajihusisha na haya masuala ya tendo la ndoa kabla na nje ya mwenzi wake. Ndio. Fuatilia. Hata ongea yao, tabia zao huwa ni wajanja sana. Yaani wanajiona kwenye nafsi zao kwamba ni wajanja sana. Yaani wafuatilie tu. Hata kama ni kwa njia gani. Yaani utamwona atakuwa na kakiburi fulani. Kwa sababu gani? Yeye mjanja. Anaweza akatoka nje ya ndoa, anaweza akafanya kabla na bado hamjui. Unajua kwa nini? Ndio. Tulisema hapa unaangamiza nafsi yako mwenyewe. Ina maana ile nafsi sasa inakuwa control na shetani. Na shetani ndio mwongo, baba wa uongo, ana ujanja. Kwa hiyo yule ndo anayekukontrol sasa. Kabisa. Wewe unakuwa mjanja, mwongo, wanakuwa sneaky. Yaani wewe vitu vyako. Sasa Pastor, hiyo ndio afya yenyewe, akili iliyoathirika. Afya ya akili haiko kwenye right sense kabisa. Kwa hiyo unafikiri wewe ni mjanja, kumbe umepata shida ya afya ya akili. Kabisa. Na ndio maana unafanya hizo tabia unazozifanya. Tumesoma ile andiko, usiwape nguvu zako makahaba, wanawake. Ndio. Samsoni ana nguvu kibao. Zile nguvu zitakiwa zitumike kwa ajili ya purpose ya Mungu. Matokeo yake kumpa mwanamke. Katolewa macho. Haya, huyo kaishia kuwa mtumwa. Mtumwa wa wale ambao ndio walipaswa kuwa watumwa kwake. Kabisa. Unaona jinsi inavyokuwa. Mambo yamebadilika. Wewe mwanamme unakuwa mtumwa wa yule mwanamke, ndio anakucontrol. Au wewe mwanamke unakuwa mtumwa wa yule mwanamume. Sio setup ya Mungu. Setup ya Mungu iko tofauti. Na ndio maana tumesema kama tutaweza kufuata taratibu za Mungu, Mungu atatusaidia. Tutatembea katika njia ambayo inakuwa ni njia nzuri. Na unaona kabisa unapoteza uwezo wako wa kudhibiti muda wako na kujidhibiti wewe mwenyewe. Ndio. Unapoteza kabisa. Lakini chanzo ni nini? Umechepuka. Msikilizaji, wakati tunaendelea kusonga mbele, ni vitu vya kufikirisha. Unaweza ukajiuliza kwa nini hatujabaki na wanandoa tu. Tunaliona hili tatizo tulianzie kwenye vijana, kwa sababu wako wanandoa ambao wakichepuka ndani ya ndoa zao wanaenda kwa vijana, na hawa vijana hawajaolewa, kwa hiyo wanajikuta wanaenda na wazee. Leo tunasikia habari za mashangazi. Sasa sijui wanaume wanao beba vijana wadogo, hawa wanaume watu wazima wanaitwaje? Maana kina mama tumesikia ni mashangazi. Baba wajomba. Haya, Pastor George kaamua kutusaidia. Tunaona na wajomba nao wamo. Sasa tunaliona hili tatizo kwamba vijana wakati mwingine wanahalalisha haya mambo na kuona tu vinaweza vikachanganyika hivyo na nini na nini. Matokeo yake kumbe ni makubwa. Na labda tulikuwa
tunayaona yakitendeka, labda wanaofanya hivyo hawajui kwamba kwa nini wanafanya hivyo, labda kwa nini hawatafuti nguvu ya kuwatoa hapo walipo, kwa sababu kama tukija kwa Mungu, tukitafuta msaada wa Mungu, kuna kubadilishwa kabisa. Wokovu ni kuacha. Na unaacha nini? Labda ulikuwa mzinzi, unaacha uzinzi. Huo ndio wokovu. Na ndio maana tunapoyaona mambo haya kanisani, kwa kweli jambo hili linaleta maumivu mazito sana, na kama mwanadamu anaumia, sijui kwa habari ya Mungu. Wewe ambaye unaungana na sisi kwa mara ya kwanza, karibu sana darasani. Tuko hapa kujifunza. Vijana tunapokea kwa sehemu yetu, watu wazima na wao wanapokea kwa sehemu yao. Mwisho wa siku kila mmoja anarekebisha katika njia yake. Kwa hiyo karibu sana darasani, tujifunze pamoja. Tunaendelea, tunazungumzia athari za mwanandoa kuacha ndoa yake na kutoka nje ya ndoa, iwe ni mwanaume au mwanamke, lakini pia kijana kuyaanza mambo hayo kabla ya wakati. Na neno la Mungu lilituonya pale, tusiyaamshe wala tusiyachochee. Kwa sababu wakati wake bado. Ya, labda mtu anaweza akajiuliza, nimekusikia hapo ukisema na mimi nimefikiri nikasema huenda kuna mtu anajiuliza. Hiki kipindi ni cha kuokoa ndoa. Yes. Si ndio Yes, kwani yes. Wanaongelea wale wa kabla ya ndoa. Ndoa tuanze kuiokoa tukiwa ndani ya ndoa. Sawa. Tulisema hivi, Biblia inasema hivi, apate mke amepata kitu chema. Ndio. Kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Ina maana ule mwanamke anatakiwa apatikane akiwa ni mke, sio mchumba. Okay. Si ndio? Ndio. Kwa kama ametakiwa apatikane akiwa ni mke, alafu yeye kabla hajaingia kwenye ndoa tayari kashaanza kula keki. Yaani kaliwa, si mseme analiwa sasa. Sio kula. Mwana kaka ndo anakula. Analiwa kama keki. Tatizo. Huoni inakuja kuleta madhara mpaka kwenye ndoa yake. Na ndio maana tumeanza tangu kabla ya ndoa, kwa sababu yale ndio maandalizi yanayosema huyu ni mume, huyu ni mke. Ndiyo. Sasa ndio mnakuja kwenye kitendo chenyewe cha kuletana sasa kwenye madhabahu kwamba sasa tumekubaliana kuwa mke na mume. Yes, kwa hiyo kikiwa ndani ya ndoa ni agano, si ndio? Okay, sasa tukiwa kule nje tumetengeneza maagano mangapi? Okay. Na wanaume wangapi na wanawake wangapi? Alafu tunakuja tuchanganye na agano la kanisani. Hatuoni inaathiri ndoa? Inaathiri ndoa 100%. Na hili ni tatizo. Na moja kwa moja, asikudanganye mtu, yale maagano uliyoyatengeneza unahamia nayo kwenye ndoa. Kabisa. Na ikatokea kwamba huyu mwanamume naye alitengeneza maagano mengine, unahamia nayo kwenye ndoa. Na huyu mwanaume wakati anatengeneza hayo maagano ana watoto viunoni. Kwa hiyo unayahamisha yale maagano yako kwenye watoto wako walio viunoni mwako. Yani, pastor, vitoto vinazaliwa vizinzi. Watoto wamejifunza wapi uzinzi? Umehamisha. Umekuja na roho za kina Jeni, umekuja na roho za kina Mary, wakina sijui nani, wadada wote umekuja na huyu naye mdada amekuja na roho za kina Joni, za kina Samueli, wote afu mnakuja mnazaa vitoto pale katikati. Ndio maana nataka kuamini Yusufu alimkatalia yule mama, akamwambia mimi nifanye upuuzi kama huu? Mimi nina destiny kubwa bwana. Mimi nina kitu kubwa ambalo linahitaji akili yangu iwe intact. Nikivuruga akili yangu nitaweza kufikiria mambo ya waziri mkuu huko juu. Akamwambia no, siwezi kuvuruga akili yangu kwa ajili ya kitu cha dakika 2 cha muda mfupi. Nahitaji hii akili nifikirie jinsi ya kutunza maisha ya watu, wakati wa njaa tukusanye chakula, tutengeneze benki hapa ya hela. Mimi nahitaji hii akili. Wewe sasa hivi utanivuruga. Alikataa kujivuruga. Jiulize dada Matilda, ni watu wangapi viongozi wa serikali, wachungaji, maaskofu wameshavurugwa akili zao ambazo zilitakiwa zifikirie vitu vikubwa ambavyo Mungu ametia ndani mwao? Wangapi? Ni wengi. Bahati mbaya ndio maana tunaona yani kwamba hata nchi zetu nyingi maendeleo yake kwa sababu waliokaa kwenye position hatujui wamejivuruga ama hawajajivuruga, hatujui. Unajua Daudi alipogundua akaenda kwenye ile Zaburi ya 51. Ndio. Sikiliza anavyoanza kutubu. Anatubu afu angalia mstari wa 12 anasemaje? Anasema hivi, na tunapenda kuimba huo wimbo. Anasema unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kwa ina maana hasa nazungumza sasa na watumishi, ukijiingiza kwenye hiki kitu utake usitaki, furaha ya wokovu wako inapotea. Na inaonyesha alikuwa ndani ya wokovu. Daudi akagundua no, kuna vitu sasa hivi havitokei tena. Moja wa vitu kwa mfano upako. Yes. Sasa jamaa alikuwa akifanya tu hivi, haleluya, mambo bwa. Sasa hivi wapi? Imekata. Tayari
furaha imekata. Kwa hiyo Daudi alijua kabisa kuna vitu nimevipoteza, kuna nguvu imenitoka, ambayo hii ili irudi. Ndio maana akaanza kwa kutubu, akaambia Mungu ni rehema, hapa nimechemsha. Kwa sababu imagine, huyu jamaa alikuwa mfalme, alitakiwa atumie akili yake kufikiria jinsi atakavyoongoza nchi. Ndio sasa kashajivuruga, inakuwaje? Kwa hiyo uwezo wake wa kufikiria ulikuwa zero. Maana Biblia inasema umekuwa mpumbavu wewe, umekuwa mjinga zero. Akasema mimi ndio mfalme ambaye nimepakwa mafuta. Sio Daudi alipakwa mafuta mara 3. Mfalme gani mwingine alipakwa mara 3? Akasema akili tayari ishaenda hapa, ni toba ya kweli. Na ndio maana anavutubu, anasema Mungu, kwa sababu ya makosa yangu naomba unirehemu, kwa sababu ya dhambi zangu naomba unirehemu, kwa sababu sijui. Akatubu toba ya akakumbuka mpaka na tumboni mwa mama yake alikotoka. Ilimuhuzunisha mno. Kwa hiyo jamani, hiki kitu ambacho tunafikiri kwamba ni raha, furaha, sio kitu kidogo. Wewe ambaye unatusikiliza, na inawezekana katika vitu ulivyovitaja hapa kimoja au viwili vinakugusa, hebu tubu. Kabla hatujafikia labda mwisho, kuna mfano mwingine ningependa tuutoe wa huyu mtu anaitwa Yuda. Yuda, kama huyu ambaye yuko kwa watoto wa mzee Yakobo. Ndio. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 38, Biblia inamweleza Yuda alioa. Alipooa baada ya muda akapata watoto 3. Kuna Eri, Onani na Shela. Lakini mke wa Yuda akafariki. Ndio. Mke wa Yuda alipofariki, huyu jamaa si akabaki mgane. Sasa katika miselesele yake haya nini, siku moja akamwona binti kakaa langoni pale. Biblia anasema alivaa nguo za ujane, si ndio? Lakini yeye aliona kama amevaa nguo za kikahaba. Ukisoma vizuri. Sasa yule mama kwa nini alifanya vile? Kwa sababu yule mama alikuwa ni mke wa mtoto wa kwanza wa Yuda. Alipofariki mtoto wa kwanza Eri, akachukua Onani naye akavuruga, akafariki. Tamari akabaki peke yake. Akaahidiwa kwamba bwana, ngoja huyu mdogo huyu Shela akue, akikuwa utamrithi. Lakini mtoto alipokuwa, Yuda akasema huyu naye atakufa, nitamkosa. Kwa hiyo wakaipotezea. Yule dada akastuliwa, bwana, mtoto kesha kuwa, jamaa akakutapeli. Hamna shida, akavaa mavazi yale, akaenda akakaa langoni. Yuda akaona hii saizi yangu, akatia neno pale, si ndio? Lakini sio kwa mkondo ulio sahihi. Ndio wewe umefiwa, si ungeoa? Kwa nini unaenda kutafuta mwanamke mtaani? Tena alikuwa anatafuta kahaba. Akamwambia, bwana, unaonaje basi nikaingia kwako? Ndio alikuwa anapiga spidi yule kahaba. Saa ndio nachokitafuta hicho baba, we karibu, hamna shida. Akaweka condition. Lakini cha kwanza, ili jamaa akamwambia, alimuuliza utanipa nini kama leo wanavyoulizwa? Akasema hayo mbona rahisi, mi nakupa 1000 tu, nitakupa tu mbuzi. Dada akapiga hesabu, mbuzi wapi, mi sio mtu wa mbuzi bwana. Akaambia, nipe pete yako ile ya muhuri ambayo ndio inatoa mamlaka, nipe na fimbo yako ile ya kuongoza, nipe vyote. Maanake alikuwa anaambia, nipe kila kitu kuhusu wewe, utambulisho wako, uongozi wako, nafasi yako. Ili jamaa, ndio bwana, sasa jamani, alalaya na mwanamke ni mpumbavu kabisa. Akatoa kila kitu. Kwani leo, ndugu mtangazaji, tunasikia watu wanatoa magari, wanatoa nyumba, anaharibu hata ndoa yake na watoto, anamuua mke wake wa ndoa apate mtu mwingine mjinga mwenzake kabisa. Ndio maana nasema huna akili tena sana. We Yuda, wewe ndiye ambaye unategemewa fimbo ya fimbo ya uongozi haitatoka kwako. Wewe mbona unatoa hii fimbo kwa mwanamke kiwepesi tu? Kuja kustuka, kumbe kalala na mkwe wake, akiniangalia alichokipoteza. Sasa siku majibu yakaja baada ya miezi 3. Inanikumbusha wakati tuko Dar es Salaam, hivi ndani aliandika barua akasema, ule mchezo tulikuwa tunafanya ndio matokeo yametoka. Mtoto kapata mimba, akaambatanisha na results za mimba. Matokeo yametoka ule mchezo. Baada ya miezi 3 Yuda anapewa taarifa. Maana alimtuma mtu apeleke yule mbuzi. Kufika nasema, bwana, nimepeleka yule mbuzi kwa yule kahaba, hayupo. Anauliza watu, yule kahaba alikuwa, hamna kahaba hapa bwana, ulikuwa unaota. Akajua nishapigwa, nifikiri nimepigwa kabisa. Ngoja tutulie. Baada ya miezi 3 akamwambia, bwana, kuna madai hapa. Vipi? Kuna mama anadai kwamba
hii mimba ya kwako. Mimi muweni huyo tena ni mkwe wako bwana. Sasa piga chini huyo. Ile mama akasema taratibu baba, kabla hujapiga chini hebu tukutane kwenye kabaraza. So unaona, inapoteza hadhi ya mtu kabisa, inapoteza heshima. Kwa hiyo sisi tunafikiri kwa nje tunaweza tukafunika kwa ule uongo tuko nasema, lakini amini usiamini, ndani yako, nafsi yako tayari haiheshimiki, tayari haina hadhi. Yuda alipofika pale mama akamuuliza tu, baba samahani, hivi vitu wewe unavitambua? Unajua alijibuje? Huyu mama ana haki jamani. Ndio story ikaisha hapo kabisa. Lakini ameaibika, hajaibika? Sio kidogo. Kwa hiyo kuna vitu tunavipoteza, kuna nguvu kubwa tunaipoteza ambayo ingetusaidia aidha, maana tulisema hapa tunaharibu mahusiano yetu na Mungu. Ndio. Tunaharibu mahusiano yetu sisi kwa sisi. Ndio. Tunaharibu mahusiano yetu sisi na wenzi wetu. Tunaharibu mahusiano yetu na uumbaji. Kwa hiyo ina maana na sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa hii hali inayotokea tayari zile baraka ambazo ilikuwa uzipate kutoka kwa Mungu zinakata. Zile faida ambazo Mungu amewekeza ndani mwako ambazo hata zingekufaidisha na wewe kijana ambaye hujaoa au kuolewa zinakata. Wewe ulioa au kuoa tayari umeshaingiza nuksi, vinakata. Unakosa raha kabisa. Ndio maana Daudi aisee, furaha ya wokovu imeisha, imekata. Pasta, kabla hatujasonga sana, naona umuhimu wa makanisa kuweka mkakati wa hii elimu kuwafikia vijana, kwa sababu naona maybe tunayafanya tusio yajua. Kwa sababu kama leo kuna mtu mmoja alikuwa ananishuhudia, alikuwa anafuatilia kipindi chetu cha ndoa Jumamosi kama 2 zilizopita, akawa ananishuhudia kwa habari ya kanisa fulani hapa Arusha, nilihifadhi jina lake, mtumishi ambaye ni kiongozi wa kanisa, mmoja kati ya watumishi wanaohubiri, wanafundisha na kadhalika, ameenda kuoa mke wa mtu Dar es Salaam. Kahamia Mwanza, katoka Arusha kaoa Dar es Salaam, kaenda kuishi Mwanza. Na alipoulizwa na kiongozi wake wajua, akasema Mungu kanifunulia kwamba huyu mwanamke nilie naye ndoa miaka 17. Mungu yupi? Mungu gani? Na nafikiri ni watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, pasta. Sasa vijana wakiona mfano wa namna hii, anasema huyu si ndio yule mtumishi wa Mungu? Sijui nini. Kama yeye ameshindwa kuweza mwili wake na anamke, mimi kijana nitaweza. Labda kijana angepewa sasa hasara, faida, mimi naenda kuuza utu wangu, kumbe naharibu kesho yangu. Basi asingemwangalia yule mchungaji ambaye ameanguka, angejiweza. Na hapo unaona tunachosema kwamba inaleta athari ndio kati ya wewe na wengine. Kijana akishakuona wewe unafanya nini, anasema kama ni yule vile, umeshavuruga tayari. Anapita umo. Ni network inayovuruga kitu kubwa sana ambacho hatukioni sasa hivi. Kwa sababu akili imekamatwa, unataka tu umalize pale saa zile. Lakini kuna kitu kikubwa. Jamani, Mungu atusaidie tumwangalie Yusufu. Amen. Yusufu alisema, mama, niwe ni mrembo sana, we ni mke wa bosi wangu, na tayari hapa umeshaniachilia kila kitu hapa wazi, lakini I am sorry. Nawezaje kufanya upuuzi kama huu? Kwanza nimkosee Mungu wangu. Kwa hiyo unaona, yeye priority ya kwanza ilikuwa Mungu. Cha pili, mimi nina majukumu makubwa sana, nikishavuruga tu akili yangu ndio imekata hiyo. Pasta, niliwahi kuuliza hili swali darasa fulani nililopata neema ya kushiriki, niliulize na hapa. Uzinzi, uasherati, vyote viwili vinatesa. Kwa nini vinatesa wanandoa zaidi kuliko vijana? Kwa sababu Yusufu alikuwa kijana na aliiweza hii dhambi. Daudi alikuwa mwanandoa na aliishindwa. Samsoni alikuwa mwanandoa na aliishindwa. Tukija hata kwenye ukweli wa sasa hivi, tunasikia wanandoa wengi, ana mke, ana mume na bado anaishindwa hii dhambi. Nini sababu? Labda mimi niseme pia, sio kwamba sijui statistics, yale mahesabu yake, takwimu. Lakini nataka kuamini pia vijana nao inawahangaisha. Ni vile kwamba wana ile unaita justification, kwamba sijaoa au kuolewa, kwa hiyo sina majukumu yoyote yatakayonifanya labda nijisikie hatia. Vijana hana yule mtu anayemfuatilia ili hiyo dhambi ionekane ni dhambi. Kwa sababu hajawa attached
yani hajajifungamanisha na mtu. Yes. Kwa unakuta inaonekana kama vile huyo tu ni mahangaiko ya kijana. Sina commitment yoyote, kwa hiyo ni sawa. Yeah. Lakini kwa huyo alioa kuolewa, siku unaoa na kuolewa, naamini katika madhehebu yote kuna maneno unayatamka yale ya kuweka kiapo chako kwa mwenzako. Natamani liwe somo kabisa hilo. Sasa yale maneno yale na Biblia pia inakubana utakapoyavunja, lazima kuna sauti inapiga ile kelele sauti masikioni inakuja mwako. hata kabla, kwa sababu tunasema na kurudia kwamba dhambi ya uzinzi au uasherati huwa ni mchakato. Ndio. Siamki tu asubuhi nikasema wewe twende tukazini. Haiwezekani. Ni mchakato. Kwa hiyo katika ule mchakato na ile sauti ya Roho Mtakatifu ipo. Inasema kabisa no, hapana, usifanye hivi. Ndio. Hapana. Lakini sasa wewe unaendelea kuipa muda. Yani ni kama vile Eve alipokuwa pale bustanini, wanaendelea hivi sasa mnaendelea kupiga story. Maana Zaburi ya kwanza iko wazi. Ndio. Jamani, Zaburi ya kwanza inasemaje? Hebu ngoja tuiangalie hapa. Anasema hivi, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Kwa hiyo kuna kwenda wala kusimama katika njia ya wakosaji. Alafu unakwenda alafu unasimama. Alafu anasema wala kuketi barazani. Kwa hiyo mpaka uketi, huo ni mchakato. Umeenda, umesimama, story imenoga, usifanye mengine. Kiti na wewe unaanza kucomment. Sasa pia heri mtu yule asiyejihusisha na hivi vitu. Usianze kabisa safari ya kwenda, kwa sababu ndio inazalisha kusimama, kuketi na kadhalika. Kwa ili uketi ulienda. Umeona? Kwa Mungu atusaidie sana. Hivi tunapoyahubiri haya mambo makanisani, humo kwenye maredio na kwenye platform mbalimbali, watu wazingatie angalau. Hebu ichukulie kidogo kwa uzito. Usichukulie tu kwamba wanaongea tu hawa. Hawajui tunachoenjoy sisi, au wanataka kutuzuia sisi. No, tunataka tukusaidie ufike kwenye mustakabali wako. Hakuna kitu kinachopendeza katika maisha kama kufikia. Maana jana kwenye kile kipindi cha wiki iliyopita tulisema hivi, baraka za mtu ziko katika maono yake kabisa. Yani maono ndio yatakayosababisha upate upaji wako, upatikanaji wako wa mahitaji. Kwa hiyo itakuwa njema kiasi gani ukaweza kuingia kwenye maono yako, ukafika katika kiwango unachotakiwa, utapata mahitaji yako unayoyataka, ambayo ndio kila siku tunayakimbilia. Kwa nini usikae kwenye maono yako? Kwa nini unaruhusu kitu cha dakika 2-3 kikutoe, kinaharibu kesho? Kwa hiyo inawezekana katika wale ambao wamekuwa wakitusikiliza au wanatusikiliza, mtu tayari ameshaingia kwenye hicho. Ndio. Au mtu yuko nje ya ndoa lakini amekuwa akifanya hivyo, au mtu yuko ndani ya ndoa amekuwa akijihusisha hivyo. Njia iko moja tu. Matendo ya Mitume 3:19 anasemaje? Tubuni basi, mrejee, dhambi zenu zipate kufutwa, zipate kuwako siku za kuburudishwa za kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo ukitubu toba ya kweli, zile siku za kuburudishwa zinarudi kabisa. Mungu anafuta yale. Alafu Mungu Bwana ni wa ajabu sana. Mimi nadhani kuna kitu kimoja tu ambacho Mungu hawezi kukifanya, kuto kuacha kusahau. Yani yeye anasema anasamee, anasahau. Umeona? Ndio. Yani Mungu anasema nini? Nishafuta. Kama dhambi kama vile mashariki na magharibi, ndivyo nishasahau. Silikuja ukatubu Bwana. Sasa tutembee katika njia iliyo sahihi. Tungependa sana kuona wanandoa, hasa ndoa zilizoko kwenye ufalme, na nyinyi ambao mko nje mnachungulia ndani, zikienda vizuri. Ni furaha iliyoje kwa mume na mke kuishi katika furaha. Biblia inasema tazameni ni vema jinsi gani ndugu wakikaa pamoja katika umoja. Umeona? Alafu anaendelea kusema huko ndiko alikoamuru baraka. Lakini baraka nyingi zinakwama kwa sababu hatukai katika umoja na kwa pamoja. Tunakaribia kumaliza, lakini yani ni kama vile natamani tubaki hapo. Vipi kwa habari ya vijana ambao wamecheza huo mchezo alafu baadaye wakaamua kwenda kanisani kama watakatifu wa Bwana, wakamvaa shela yao vizuri kabisa na suti, wakabariki ndoa yao na wakaingia kwenye ndoa wakijihesabu kama watu safi? Limekahaje hilo?
Tunapoenda mwisho naweza kusema kwamba tuna athari ambazo zipo wazi kabisa. Yes. Mnaweza kweli kwa nje mambo yote yakaonekana kama vile yako sawa. Ndio. Lakini kuna athari ambazo zimetokana na hiyo tabia au huo mwenendo. Yes. Kwa wanaweza kavaa nguo nzuri, wakaonekana kabisa wanapendeza, wako clean, ni mabibi harusi au bwana harusi. Kabisa. Lakini kuna athari ambayo ni ya kuhusu ubongo. Na hii kidaktari niseme. Ndio. Imethibitika kabisa. Ya kwamba katika nervous unit, nevo kwa Kiswahili wanaziita nervous, yani ile nava ya ubongo wa mwanadamu. Ndio. Kuna jinsi ambavyo kadri mnavyokuwa mnakutana na mko nje ya ndoa, yani kabla ya ndoa ama nje ya ndoa, kuna jinsi kama zile vurugu zinajitokeza kwenye akili. Kwa sababu huyu sio mwenzi wako. Usisahau Mungu alivyokiumba kile kitu kilitakiwa kuwa ndani ya ndoa. Ndio. Kwa ile guilt, yani ile hatia inavuruga zile neva kwenye akili jinsi unavyofikiria. Kwa sababu kile ikitokea inakwambia hii sio sawa. Kwenye ubongo hii sio sawa. Unashupaza shingo. Unashupaza shingo. Mwenzangu tumekubaliana tutawana. Tuache bwana mpaka sasa tuje kuona. Baada ya siku mbili imetokea tena. Huku inakwambia hii sio sawa. Kwa hiyo ule mvurugo mkubali mkatae. Unawasubiri uko ndani ya ndoa. Yani unawasubiri kabisa. Na unajua matokeo yake ni nini? Wote mnaingia wawili, afya ya akili haijakaa sawa. Afya ya akili haijakaa. Bana tumesha ile mithali ile. Sisi wenyewe tumeshajivuruga ni kabla hatujafanya nini? Hatujaingia ndani. Hiyo ni upande wa ubongo. Sasa lakini pia sio tu kwamba ni hivyo, inakuwa ni vigumu kwa hawa watu pia kuwa na mahusiano ya kusema anamwamini mwenzake 100%. Hiyo sahau. Hiyo haitaka itoke kwenye hiyo. Hawawezi kuaminiana. Hawawezi. Kwa sababu ulinikubali kabla hatujafunga ndoa. Nitaaminije kwamba huku mkubali na fulani na fulani? Si unaona sasa. Na sasa tuko ndani ya ndoa. Nitaaminije kwamba umeendeleza kuwa mwaminifu? Nafikiri unaona hapo pamoja na kwamba alipewa yeye mwenyewe. Lakini mkiingia ndani kibao kinageuka. Ajabu sana. Yani kwamba si ulikubali kule nje. Sasa humu ndani nitakuamini kweli? Na kule nje ninajua uliwakubali wangapi ama uliwakimbizia wangapi. Na hapa unajibu swali la mtu anayejiuliza kwa nini mwenzi wangu haniamini. Yes. Huo mgogoro upo. Mimi nimekutana nao nikamuuliza mtu, vipi uliwahi kumhudumia kabla? Akasema kabisa. Nikamwambia okay, haya ni matokeo. Ndio matokeo. Sasa watu wengi hawajui kwa nini mwenzi wake amwamini. Kuna mwingine akaniambia, yani namkaribisha kanisani. Akaniambia mume wangu mimi hata kanisani hataki niende. Kwa sababu anaona ni ukweli kabisa. Na kingine tumeambiwa pale kwenye ile Methali 6 nafikiri kwa 32 iliyosema ya kwamba anaiangamiza nafsi yake. Si ndio Biblia inavyosema? Ikimaanisha mnaoana watu wawili ambao nafsi zenu zikoje? Tayari zimeangamizwa. Sasa unategemea hiyo ndio inakuwa. Kuangamiza jumlisha kuangamiza ni kuangamiza. Ni maangamizi. Ni maangamizi. Yani huo ndio ukweli. Yani hapo si ajabu hata mbele za huyu Mungu aliye hai. Huyu mwanamume hajawahi kutoka nje ya huyu dada. Na wala huyu dada hajawahi kutoka nje ya huyu kaka. Ila ilitokea tu waliifanya kabla. Yani nje ya utaratibu. Kabla ya ndoa. Kwa matokeo yake wameingia ndani. Yani hawa hawajajichanganya. Ni wao ndani kwa ndani. Wapare wanasema fifi kwa fifi. Yani ni wao ndani kwa ndani. Lakini bado kuna madhara. Kwa sababu ilifanyika nje ya utaratibu. Sio kitu kidogo. Pagumu hapo. Ni kitu kizito sana. Zaidi ya tunavyochukulia. Yes, yani ni kitu kizito zaidi ya jinsi tunavyochukulia. Alafu kingine. Okay, mmeingia nyinyi mkiwa wawili, lakini mlishaanza tangu mkiwa wapi? Nje. Biblia imeweka kwenye Wakorintho wazi ya kwamba mmetendea dhambi kwenye miili yenu. Kwa mmeingia wote miili ikiwa kwenye hatia. Alafu mkabariki hatia. Na ndio maana Adam na Eva walivyokosea mbele za Mungu walitolewa Eden. Ili wasitende dhambi yani wasile lile tunda wakiwa ndani ya mfumo wakaishi milele dhambini. Sasa nyinyi mnaenda kubariki kitu ambacho hamjakitumia. Si unaona sasa ni tatizo. Umeona Kwa ina maana mmeingia Eden, alafu sasa mmekubali kuishi milele dhambini kwa sababu mmeenda kubariki kitu ambacho sio kitakatifu.
Yaani kama wale watu tunawashauri, wanakuja wengine. Yeah. Naambia kwanza kakaeni kwenye toba. Yaani nyie wote wawili, kila mtu akakae kwenye toba na msigusane tena. Ili mkiingia liwe agano ambalo Mungu atalipokea, atalikubali. Kwa sababu Mungu ni wa rehema. Yes, lakini ni wangapi wanajua kwamba kama hiki liliwahi kutokea, lazima kwanza toba ipite ya kueleweka ndio tuingie sasa kwenye agano. Yeah. Kwa mnaingia kwenye agano, mume ana hatia, mnaingia kwenye agano, mke ana hatia. Nini kitatokea? Tatizo. Kwa unaona bado hata kama hamkuwahi kutoka nje ya nyinyi wawili, bado kuna athari nyingi sana. Yaani bado kuna athari nyingi kwa wale watu wawili. Kwa hiyo sio kitu chepesi kiasi kile. Na labda niseme athari zingine hizi sasa zinaweza kutokea kwa wale ambao ni kwenye ndani ya ndoa, ama ametoka, ama huyo wa kabla ambaye anaenda na zaidi ya mtu mmoja. Yeah. Pastor alisema kitu huku nyuma kidogo, sasa sijui chenye kimekaaje. Alijaribu kutuambia kwamba yani mnapokutana mwanamume na mwanamke, wanasema soulmates. Kwa Kiswahili sijui kinaitwaje. Yani zile nafsi zenu zinaungana. Yes. Nafsi zenu zinaungana. Sasa kumbuka tulisema kwenye nafsi ndiko kwenye fikra, hisia, maamuzi, nia. Umeona? Kwa ina maana nia ya kwake inaungamanishwa na nia ya kwangu. Ndio. Umeona? Lakini sasa inaenda mbali zaidi. Kibiolojia wanasema kuna mbadilishano wa damu ambapo kwenye damu ndio kuna kile kitu wanaita DNA. Yes. Vile ambavyo vinaleta historia ya maisha yako na utaratibu wote, formula ya maisha yako. Kwa ile wewe unachukua formula ya maisha yako unampa yule mama mwingine. Yes. Yule mama naye anachukua anakupa wewe. Ndio. Sasa kama wewe ni kiwembe, unatoka unaenda kwa mwanamke mwingine, unatoa historia ya maisha yako unaihamisha. Kwa hiyo wangapi wana historia za maisha yako? Kwa hiyo hata yule mama ambaye ulienda wa pili akaenda akaolewa na mwingine, kabeba historia yako, mkaja mkapata mtoto yule kule ana historia ya kwako, ana DNA zako. Kwa hiyo hebu angalia hiyo mvurugiko. Kwa hiyo ni kitu kinaenda mbali zaidi ya tunavyofikiria. Sasa imagine kama alivyokuwa nasema hapa pastor kwamba mkaoana. Ndio. Mmekuja hamjalitengeneza na Mungu. Sasa ni damu ya Yesu pekee ndio inaweza ikayatengeneza haya. Kabisa. Asante Yesu kwamba ulienda msalabani. Kabisa. Yaani Mungu ashukuriwe sana, ama sivyo kama isingalikuwapo hiyo neema tungekuwa wapi leo? Ni hatari. Hii ulimwengu ungekuwa chaotic, yani vurugu, hamna utaratibu. Lakini damu ya Yesu, na Yesu alipokufa msalabani alikuja kuleta utaratibu, akaweka oda pasipokuwa na oda. Yeah. Now, unaingia kwenye ndoa hamjavirekebisha hivi vitu. Kwanza uvijui. Vitu, kila mtu amebeba ya kwake. Kwa hiyo wanaingia watu wawili waliobeba DNA za watu kibao. Alafu wanakuja kuhamishiana wao kwa wao. Ndio maana mnashangaa tu, sangine mnakorofishana, sangine hamwelewi, yanatokea tu magonjwa ajabu vitu. Kulitakiwa kuyatengeneza haya kabla. Lakini mwingine pia pastor, unakuta aliiba huko nje, kaoa, lakini kuacha yule wa nje ni shughuli. Nafikiri huo muunganiko. Kwa hiyo bado anaendeleza ule muunganiko, anauingiza tena. Kuna roho inamuita huko nje. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaunganisha nafsi. Ndicho alichokuwa anajaribu kusema. Anasema nimejaribu kumwacha. Imeshindikana. Kwa hiyo matokeo yake kwenye ndoa yake hakuna ile amani ambayo ipaswa ifanyike. Kabisa. Hakuna ule, unajua kuna ile andiko linasema, lakini Wagalatia 5 anasema lakini tunda la Roho ni Wagalatia 5, si ndio? 22 kama nakumbuka vizuri. Anasema hivi, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Mpaka kiasi. Kwa hiyo tunapovuruga nafsi zetu, tunapovuruga ile hekalu la Roho Mtakatifu, definitely ili tunda la Roho linakufa. Kwa hiyo uko kwenye ndoa, upendo unakufa, furaha inapotea, amani inapotea, uvumilivu hakuna, utu wema hamna, kila kitu, fadhili, uaminifu hakuna. Umeona hiyo? Mtu anasema siwezi kukuamini wewe, tunda la Roho limekufa. Kwa nini? Ulishafungulia roho ingine, imeingia ndio inatawala. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana pull back. Anakosa nafasi ndani ya huyo mtu. Sasa mimi nasikia nimepoteza hisia kabisa na huyo. Ni yule tu kila saa ndio akili yake inaelekea tu. Ghafla huyo katoka. Unaenda anakwenda mara moja hapo, na mnasafiri
kumbe ameingia tu hapo Kijenge. Anasema kasafiri. Nasikia kuna baba mmoja alishakutwaga huko huko, wanasema kasafiri, wanamkuta yuko sijui Kibara kavaa taulo anatoka. Imagine. Mambo ya ajabu kabisa. Aibu iliyoje. Mungu atusaidie sana. Kabisa. Tunakaribia kumaliza. Nilikuwa nataka tuseme athari kama 2-3 za mwisho. Muda bado tunao hapo. Nilikuwa nataka niseme athari kama 2-3 za mwisho. Ndiyo. Kwanza kuna kuharibu jamii. Hiyo nafikiri tulikuwa tujaiongelea. Ndio. Kwa unakuta kwamba labda yule binti mpo nje ya ndoa afu mkajihusisha na hili tendo. Ndio. Ampata mimba. Anaweza akamua kaitoa. Lakini pia anaweza akamua kazaa. Okay, anazaa mtoto kule nyumbani ni vurugu. Tayari jamii imeingizwa kwenye hilo swala. Makesi yanaanza ndoa. Alafu baadaye yeye labda ndio anaolewa. Yule mtoto labda anamwacha kwa bibi. Yes. Kwa yule mtoto anabaki anasema mimi sikulelewa na baba na mama. Ama anaingia kwenye ile ndoa na yeye. Yule baba anamshughulikia yule mtoto. Kwa unakuta kwamba hata kijamii inaleta vurugu nyingi sana na ndio hiyo pia unakuta kwamba watoto kuzaa watoto. Yani mtoto anajikuta amezaa nini? Mtoto. Kwa sababu gani? Yani kijamii kuna athari pale imetokea. Na kumnyima pia haki zake za msingi. Yes. Kwa sababu alitakiwa akae kama mtoto. Yes. Lakini hata kwa ananiki. Lakini athari zingine ni kiafya. Mnaweza ukapata ugonjwa wa zinaa. Kwa sababu kama huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, huyu anaingiliana na huyu kwa hiyo unaweza kukuta umezoa kitu pale mpaka uje ukitibu. Kwanza kuna ile aibu, kuna ile hatia ya moyoni. Labda hata wazazi hawajui kabisa. Juzi niliona kiposti fulani hivi kwamba si hivi Januari yani watu wamerudi vioni shuleni. Ndio. Kwa kuna mtu akawa amerusha kiposti kwamba eti mabinti na wakaka wanawahi kutoka nyumbani wanajifanya wana mambo mengi chuoni, kumbe wanawahi ndoa za chuoni. Yani kule chuoni kuna watu anampaka mtoto lakini huku nyumbani hawajui chochote. Yes. Yani ana ndoa na si ajabu hata ashaolewa mara 2-3 kaachika bila mahari wala nini. Yani kakaa na boyfriend fulani labda mwaka, alafu mwaka wa pili akahamia kwa boyfriend mwingine akakaa naye mwaka na nusu. Ule anaingia mwaka wa mwisho kumaliza ana boyfriend tena mwingine. Hizo si ndoa 3. Kwa unakuta kwamba hata akizoa kitu pale hajui kakitolea wapi. Yes. Na inasikitisha kuna wengine mpaka hata ukimuuliza baba mtoto hamjui. Hamjui kabisa. Kwa sababu gani? Ya hiyo vurugu. Kwa unaona ya kwamba kijamii kuna shida, lakini pia kiafya inaleta shida. Ndiyo. Na wanasema ya kwamba ikitokea ya kwamba labda mwanamume amelala na mwanamke alafu kuna damu ameiachilia na kwenye bloodline, yani ule mtiririko wa damu ya ule mwanamume labda walikoga na ulema fulani. Kwa hiyo huyu dada atajishtukia kule alienda kule labda kwingine tofauti. Lakini kwa sababu alishawahi kulala na ule mwanamume, alibeba ile kwenye damu. Anaenda kule, anaenda kuzaa kitu fulani hivi, yeye mwenyewe anabaki anajiuliza hii imetokea wapi? Ni laana. Lakini kumbe imetoka kule alikochukua damu ya nani? Mwanamume mwingine. Kumbuki wala hajui kama hilo tatizo liko hivyo. Kwa unaweza ukaangalia ya kwamba hivi ina madhara ya kiasi gani. Alafu kiroho, ukiondoa ile Wakorintho anayesema kwamba hiyo ni dhambi katika mwili wako. Ndio. Tumeona kwamba pia kuna kuunganika kinafsi. Sasa mimi ni mwanamke na tabia labda fulani niotoka nao kwetu, sababu nimefundishwa vizuri, yani ni mtoto wa kimungu hivyo. Na kutana na mwanamume alishakutana na manafsi mengi. Kwa nafsi zote alizonazo anamwaga ndani yangu. Si ndio? Ikimaanisha hata mimi tabia zangu zitabadilika, nikubali nikae. Kwa sababu gani? Imeingia kwenye damu yangu. Yani imeingia kwenye ule mkondo wa nini? Wa damu. Kwa naanza kuona na vitabia hivi na nilikuwa sina hiyo tabia. Naanza kuona tusiongelee hata watoto kwanza. Yani mimi tu ambaye tumekutana naye. Na kuna wakati unakuta kwamba inafika mahali yani mpaka mtu anakaa anajiuliza kwamba mbona nimekuwa na tabia hizi wakati zamani mimi nilikuwa sina hizi tabia. Kumbe ni kwa sababu ya nini? Wale watu waliokutana. Pastor, unanikumbusha miaka ya nyuma kuna sinema moja tuliangalia inaitwa Dr. Frankenstein. Huyu daktari alikuwa anafanya blood transfusion. Yani anampa mtu damu. Sasa kuna mtungi wa damu pale umeandikwa AB normal. Okay. Lakini sasa ukisoma hilo neno ni abnormal. Lakini yeye alikuwa anajua hii damu ni AB. Kwa hiyo wakashangaa amempa mgonjwa yule damu. Ghafla yule mgonjwa ana act kama kichai. Baadaye wakamuuliza, kwani umempa damu gani? Sasa nimempa hii abnormal. Kwa hiyo unaona AB normal. Kwa hiyo ina maana ile damu ilipoingia ndani mwake
ikabeba zile characters Kaleta za kuwa uhai mnomo. mwingine. Akaanza Na ndio maana ukitoa damu kumpa mtu inapimwa kwanza. inapimwa kwanza kuhakikisha hii iko haina impurities. Tunaongea mambo mazito, lakini sijui Mungu Roho Mtakatifu atusaidie tupate neema ya kuelewa Kabisa. ili tutoke mahali tulipo. Kwa labda tufanyeje sasa mchungaji? Mtu akijikuta ndo amepambana na hiki kitu, labda hajaolewa leo ama hajaoa, Yeah. lakini amejikuta alishalala na wanaume ama wanawake, au niko ndani ya ndoa, ni Lakini mume ni mke, anapambana. lakini napambana, nimeshatoka, kama hata kama sasa hivi sifanyi, lakini iliwahi kutokea. Yeah. Nafanyaje? Nadhani watu wa namna hiyo wanahitaji deliverance, Sawa sawa. wanahitaji kukombolewa Kukombolewa. yani kabisa. Aha. Yani hapo, pamoja na kwamba ndio kuna ile toba, mtu anafanya toba binafsi, lakini wanahitaji mtu mwenye mamlaka ya juu kiroho amsaidie Yes. kumchomoa pale, Aha. kwa sababu ameingia kwenye kiwango kingine cha kiroho ambacho asiposaidika kutoka hapo ataingia kwenye ndoa. Ile ndoa itakuwa tu ni mwiba, Ni vurugu tu, hakuna amani. Mtafanikiwa kupata watoto, lakini ndio vurugu zinazidi. Kwani lazima kupitia mchakato ule wa kukombolewa kutoka kwenye hivi vitu ambavyo ulikuwa umejifunga navyo, na damu ya Yesu inaweza. Of course kwenye ukombozi pia utapitia hiyo kutubu, Yes. kukana vile vitu ambavyo ulivifanya, na pia Mungu akusaidie uviache, ama sivyo utajikuta kama hapa tumesema, mtu anaendelea kurudi kule, Yeah. Lakini lazima, ndio maana nimekusikia mwanzo wakati unaanza kuongea Ndio. kwenye kipindi chetu cha leo, Ndio. ukirejelea kipindi kile kilichopita, kwamba mtu apate fursa ya kusikia kipindi Kabisa, kilichopita. Kwa nini? kabisa. Unahitaji maono. Usipokuwa na maono unashindwa kujizuia, Huwezi unaenda kuyatunza. hide. Yusufu alikuwa na maono, Yes. akasema no mama, samahani sana, nakuheshimu tena umekuja mwenye sikukutafuta, lakini big no. Kwa nini? Nimebeba maono, najua nakoenda. Yeah. Sasa usipojua unakoenda, ndio hii Unaenda popote tu unakula chochote. tunakula Maana hii chochote. nacho ni aina nyingine ya chakula hii. Exactly. Nakula chochote popote. Chochote popote ambayo ina athari zake. Ndio hivi vyakula vilivyotolewa kwenye madhabahu za kishetani huko, Yeah. wewe unakwenda kujihusisha, utapata na hayo mashetani. Kwa hiyo tuanzie hapo. Unahitaji Mungu akutoe hapo, unahitaji kukombolewa. Na pasta, hilo la ukombozi nakubaliana nalo kabisa, pamoja na kwamba watu wana mitazamo tofauti namna ya kulipokea. Najua. Lakini kama mtu amefuatilia hichi kipindi toka mwanzo, tutakubaliana kabisa tunahitaji ukombozi. Unahitaji kuchomoka hapo. Tunahitaji Kabisa. kuchomoka. Lazima mtu Yani akusaidie kabisa kuchomoka. kabisa. Na wengi wanasema si nitaomba tu itaisha. Juzi nilikuwa naongea na mtu, Ndiyo. akawa anasema, alikuwa akiwa anaongea na hawa watu ambao walikuwa kwenye mambo haya ya hizi dini za uongo, Yeah. sijui ushetani na nini. Akawa anaelezea mbinu wanazozitumia kwa ajili ya kuangamiza watu. Yeah. Alafu akataja kitu ambacho nikapata akili, nikasema kumbe wakati unaomba unatakiwa uende mpaka kule kwenye hivi vitu. Yani unajua maombi hasa haya ya ukombozi, Ndiyo. ni lazima uvihit vile vitu. Ushughulikie chanzo. Usipovishughulikia na venyewe vinanyamaza, saa ajaniona huko. Wewe unafanyaga deliverance. Kabisa. Saa ingine unaweza ukaomba, unakemea, hamna kinachotokea, lakini Roho Mtakatifu akakupa ufunuo, ukataja ka kitu fulani, vitu vinafumuka Kabisa. Kwa hiyo ni lazima usaidiwe na watu ambao wana ile level ya juu ya kiroho ya kuweza kuona na kuelewa. Na hili lazima tulikubali pasta. Kuna vitu vingine unaweza usivifikie Kabisa. vingine vitatoka, vingine vinabaki. Sasa hivi hapa hawajatuona, tunaendelea kuwepo. Kwa hiyo ni lazima Na kama pana kamlango ni kama vile linarudi lile jeshi. linarudi tena. Vile anasema ya kwamba akitoka pepo anacheki kwanza, vipi nyumba ile imeshapata mtu mwingine, mpangaji mwingine? Hakuna, anaenda kuleta wengine 7 waovu kuliko yeye. Hali ya yule mtu inakuwa mbaya kuliko zaidi. Yeah. Msikilizaji, tunakaribia kufika mwisho, na leo tu nitaomba watumishi wa Mungu atupe namba ya simu, kwa sababu ninajua vijana wengi kuna mahali wamekwama na huenda wakahitaji msaada, namna ya kushaurika na kutoa hapo mahali, lakini kutoka mahali walipo. Lakini hili la kwamba tunahitaji deliverance, nitaliongea tu kwa msisitizo kama shahidi mwaminifu wa Bwana kabisa, kwa sababu kuna dada mmoja nafahamu kisa chake. Alipata shida sana kukaa kwenye ndoa ikawa ina vurugu
vurugu, mume hampendi, anakuja anamtamkia hiki, anamtamkia hiki. Zile vurugu zilivyokaa kwa muda mrefu kama miaka 5, yule mwanaume akahama pale nyumbani, akaenda akahamia kwenye mji mwingine kabisa, akadai amehama kikazi. Na kweli alienda kikazi. Unajua ukitaka kuhama nyumbani ukose sababu. Kwa hiyo akahama kikazi kweli kweli, lakini kumbe alikimbia mke. Sasa kile kitu kikamsumbua sana dada. Yuko kanisani, amejaa roho, anaomba. Yeye anamwombea tu mume wake, Mungu mrudishe, sijui na katika hali ya kawaida. Ghafla yeye akaanza kutibuka mapepo. Kanisa lile likamwombea sana sana sana, lakini hakupata neema ya kufunguka. Siku moja akawaza tu, akasema nitamtafuta mtumishi wa Mungu nizungumze naye hali ninayoipitia. Basi tukapata neema ya kuwa naye mahali tukazungumza. Nikamwambia, nyuma ya haya unayonieleza kuna kitu umeficha. Sasa ukitaka kuwa huru, funguka, sema kweli yote. Yule dada alitumia neno gumu sana, akaniambia mimi ni mbwa. Nikamwambia kwa nini? Akasema nimelala na wanaume ambao sina idadi. Yani ukiniambia nikupe idadi sina. Pasta aliniuliza umepata chakula? Nikamwambia sijapata chakula. Akaniambia nenda kale, alafu mimi ninakuandikia. Mimi nilimwambia niandikie tu hapa niende nirudi. Akaniambia nenda kale. Nilienda kupata chakula mahali kwa muda wa kutosha, nikarudi. Yule dada bado anaandika. Yani mpaka amesahau majina. Wow. Anafika anaandika fundi bomba, fundi sijui kitu gani, toyo sijui. Yani hajui majina ya list ya watu ambao alikuwa amelala naye. Na baada ya mwongozo wa Roho Mtakatifu aliotupa pale kuomba toba na kumsaidia yule dada, alifunguka kabisa. Pasta, nikuambie, yule mwanaume alirudi. Hatukuomba kwenye ile agenda ya kuomba pale. Hakuna mahali tuliomba yule baba arudi. Lakini mlipoondoa tu ile zuio. Yes, kumbe shida yale madudu yaliokuwa ndani ya mwanamke ndio yalikuwa yanamfukuza mwanaume. Kwa hiyo mwanaume anajishangaa tu, amtaki huyo mama, hasikii furaha kuwa naye, mpaka akaenda huko, na mbaya zaidi huko alikoenda alishapata na mwanamke na nini. Kwa hiyo amerudi akiwa tayari ana mtu. Baadaye wakaweka mambo yao sawa kwamba nitabaki kulea watoto wale, sintaendelea naye tena. Ni neema nyingine tena inahitajika hapo. Kwa hiyo mimi nataka niwatie moyo watu wanaotusikiliza. Wakati mwingine anaweza akafikiri natokaje hapa? Mungu hakuna asichokiweza. Yes. Kukutoa hapo mahali ulipo, Mungu anaweza kabisa. Na nina hakika ili somo alijaletwa hewani kwa bahati mbaya. Mungu aruhusu masomo haya kwa bahati mbaya. Kuna mtu anataka kumsaidia, lakini kuna mwingine amekaa pale kwenye kanisa lake. Kuna namna wanamheshimu, kuna namna wanamuelewa, kuna namna wanamuamini, lakini anayafanya mambo haya kwa siri. Anajiuliza, ninavyofahamika hivi naendaje niongee na watumishi wa Mungu? Mimi nafikiri ni bora tukapata aibu mbele za wanadamu, tukapata heshima mbele za Mungu. Kwa hiyo tukutie moyo msikilizaji, jambo hili alijaja masikioni mwako kwa bahati mbaya. Kuna vurugu unaiona kwenye ndoa, haiishi. Umepambana, umemwaga fruto, umeweka chumvi, umewekewa miguu na mikono, lakini utoki hapo mahali. Kuna kitu kidogo tu Mungu anahitaji ukubali, utubu, utengeneze, litamkwe neno la kimamlaka, utoke mahali ulipo. Nimesema nitoe huo ushuhuda kumtoa mtu mahali, kwa sababu kuna mtu kashakubali, yani kakumbatia hicho kitu ni kama sehemu ya maisha yake. Lakini si kweli kwamba Mungu anataka huyu mtu afie hapo. Pasta, pamoja na kwamba tutakuwa na wakati huo mzuri wa kuwaruhusu watu labda mmoja mmoja watafute, lakini natamani tunapomalizia tupate tu sala ya pamoja. Yes, ya kumpatanisha mtu na Mungu. Yes, sahihi kabisa. Nafikiri tuanze kwanza kwa sala ya toba. Nitaomba utarudia hii sala baada yangu, alafu baadaye tutaomba kwa pamoja. Ndiyo. Lakini hii iwe tu ni hatua ya kwanza. Yes. Ni kama vile ambavyo unaposafiri ukipata ticket, ile ni ishara kwamba unasafiri, lakini ili ile safari ikamilike lazima uende ukapande ndege, ukapande treni au ukapande basi. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Alafu tutaendelea na hatua zinazofuata, lakini lengo ni kwamba uchomoke hapo. Yes. Ushuhuda ambao mtumishi ametupa hapa ni wa nguvu sana. Kweli kuna mtu naye anapitia hali kama hiyo. Lakini Yesu anaweza. Neno la Mungu linasemaje katika Luka ile 18 mstari wa 27? Akasema yasiyowezekana kwa mwanadamu yanawezekana kwa Mungu. Amen. Mungu anaweza. Amen. Kwa hiyo pale ulipo,
Hebu funga macho yako, sema sala hii pamoja nami, sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. ninakuja mbele zako. Leo nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi, na siwezi kujiokoa mwenyewe, wala siwezi kuziondoa dhambi zangu mwenyewe, ila wewe unaweza. Neno la Mungu linasema tubuni basi, mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa za kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu, kwa kuwa haukuwepo kwenye maisha yangu, nimepoteza nyakati za kuburudishwa. Dhambi imenidhoofisha, nimeenda mbali na wewe. Hivyo leo ninakuja kwako, ninatubu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, kama ulivyomrehemu mtumishi wako Daudi alipokuja mbele zako kwa toba na akaomba rehema. Na kwa kuwa wewe ni Mungu wa rehema, ukamrehemu sawasawa na fadhili zako. Na mimi leo ninaomba unirehemu sawasawa na fadhili zako, na kiasi cha wingi wa rehema zako. Ninaomba unifutie makosa yangu, ninaomba unioshe kabisa na uovu wangu, na unitakase kabisa na dhambi zangu. Kuanzia leo ninaomba unisaidie nitembee na wewe. Nafsi yangu ambayo adui aliifunga, hata akashikilia akili zangu, kuanzia leo ninatangaza, kwa kuwa nimekualika kwenye maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu. Natangaza kuwekwa huru kwa fikra zangu, kwa akili zangu, kwa nafsi yangu. Asante kwa damu ya Yesu, asante kwa damu ya Yesu, asante kwa uhuru uliouleta. Amen. Baba, katika jina la Yesu, umetupa neema ya kuzungumza haya tuliyoyazungumza katika kipindi hiki siku ya leo. Tumezungumza mengi, lakini mengi yanatukumbusha ya kwamba tunapaswa kutembea sawasawa na vile ambavyo wewe Mungu unataka. Mungu, wengi wetu tumetoka nje ya mstari. Wengi wetu tumekukosea, wengi wetu tumevuruga, na matokeo yake tumenaswa katika mitego ya yule adui. Lakini kwa sababu ya wingi wa rehema zako, kama ambavyo umeturehemu leo, Mungu, tunasimama kinyume na kila nguvu zilizowafunga watumishi wako, watoto wako, na wale ambao ni wazazi, mume na mke. Mungu, ninaomba uwaweke huru, uwafungue Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa sababu with you hakuna kisichowezekana. Kwako wewe yote yanawezekana. Bwana, achilia hiyo nguvu ya kuwaweka watu wako huru. Achilia hiyo nguvu ya kumrudisha yule baba ambaye amefungwa mbali na ndoa yake. Achilia hiyo nguvu ya kumrudisha yule mama ambaye ameenda mbali na mume wake. Achilia hiyo nguvu ya kuwarudisha watoto kwa wazazi wao. Achilia hiyo nguvu itakayotenganisha ndoa ambazo sio halali, zinazofungwa na vijana vioni na mashuleni na mitaani. Achilia hiyo nguvu ambayo itavunja zile ndoa ambazo zimefungwa nje ya ndoa zilizofungwa mbele zako. Bwana, yule mume aliyetoroka kwa sababu ya mwanamke mwingine arejee nyumbani. Yule mke ambaye aliondoka kwa sababu ya mume mwingine arejee nyumbani. Na zile athari ambazo wamezibeba kwa sababu ya hii michakato, Mungu, ninaomba ukaziondoe. Ninaomba ukawakomboe na ukawafungue. Bwana, ni wewe pekee ndio unayeweza kuwaweka huru. Ni damu yako peke yako, Bwana. Ndio maana neno linasema katika Waebrania ya kwamba wewe Bwana uliteswa nje ya kambi, ili kule nje ya kambi ushughulike na vitu kama hivi. Ushughulike na ndoa zetu, ushughulike na hisia zetu, ushughulike na dhambi zetu. Bwana, asante kwa sababu kwa kupigwa kwako tulipokea huo uponyaji. Ndoa zetu zimepokea uponyaji, watoto na vijana wetu wamepokea uponyaji. Mungu, ulisema wazi ya kwamba kazi yao sio kutembea hovyo, bali kuna kazi ya wao
kuota ndoto, kuona maono. Mungu warudishe katika hizo nafasi zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante maana unaliponya na kanisa lako Bwana. Asante maana unawaponya na watumishi wako Bwana. Asante maana unawaponya na vijana walioko nyumbani mwako, wa kike na wa kiume Bwana. Mungu, ili ujijengee jeshi lililo imara na lenye nguvu, ambalo liko tayari kupigana kwa ajili ya kujenga ufalme wako, sio tu hapa Arusha, sio tu hapa Tanzania, bali kuyagusa mataifa Bwana. Mungu, ninasema asante. Uaminifu wako ni ngao na kigao. Sifa, utukufu na heshima na virudi kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Amen. Amen, amen. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Amen, amen. Amen. Msikilizaji wa 101.1 Zion Impact Radio, tunapofika hapa basi niseme tu kwa kipindi hiki cha leo nimefika mwisho. Ninakuacha na mambo haya kutafakari, pamoja na yote ulioyapokea, kijana wa jinsia ya kike, wa kiume, baba, mama. Ninaamini kila mmoja amepewa kwa nafasi yake. Unajua, unaweza ukawa unafanya kitu lakini kumbe labda ni kwa sababu hujui madhara. Siku Mungu akikufunulia ukajua madhara ya hicho unachokifanya, lazima uchukue hatua ya kuacha. Nilisema mtatupa namba ya simu, nimekumbuka. Mtusaidie namba ya simu ili wale ambao wanahitaji kusaidika kwenye hasa vijana, hata wanandoa pia. Wale wanaotamani kusaidika wasaidike. Pastor, tafadhali karibu. Namba za simu unaweza ukaandika hiyo namba 0754 301 409. Lakini ya pili unaweza kuandika 0754 29 63 24. Amen. Amina, nitazirudia tena pale mwishoni. Msikilizaji, nikwambie tu ya kwamba kama unatamani kutoka mahali ulipo, unaweza ukachukua hatua. Hatua ya kwanza ni kutafuta msaada wa Mungu. Ukikutana na Mungu, katengeneza mambo yako, maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Lakini nimekutia moyo wewe ambaye uko kanisani, mwimba kwaya maarufu, mpiga kinanda mzuri, unapiga gitaa hapo, watu wanabarikiwa, unaimba, watu wanaguswa, lakini unayafanya mambo haya kwa siri. Huenda una ndoa au una ndoa, basi unajua namna ambavyo unaweza ukafuta tu mdomo wako, watu wasijue ya kwamba umelamba sukari. Tunakutia moyo kwa jina la Yesu. Unaweza ukawaficha wanadamu wote, lakini uweze ukamficha Mungu. Na Mungu akiachilia maneno haya ukayasikia, kuna mahali anataka kukutoa, utoke mahali ulipo. Na kuacha tu utafakari tena hii Mithali 6:32. Mimi naongeza na 33. Mithali 6:32 na 33. Biblia nasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa. Afanya jambo litakalo mwangamiza nafsi yake. Yani kwamba huna akili, sina akili nikifanya hicho kitendo, lakini nafanya jambo ambalo linaniangamiza mwenyewe. Sasa Mungu akisema unaangamia, ujue unaangamia kweli. Lakini 33 inasema atapata jeraha za kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitafutika. Mungu Roho Mtakatifu atupe neema. Nikupe namba ya simu tena ya watumishi wa Mungu kama haukuipata kwa uzuri. 0754 29 63 24 29 63 24 au 0754 30 14 09 0754 30 1409. Pastor George na Sayuni Mgodo wanapatikana hapa nyumbani Zion City Church. Kwa hiyo kama ukawakosa kwenye namba hiyo, ukija hapa Zion unaweza ukasaidika kabisa kwa huduma za kiroho. Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa studio. Lakini nikukumbushe kipindi cha ndoa ni Jumamosi 3 kamili mpaka saa 5 kasoro dakika 5. Langu jina ni Matilda Mlai wa JJ. Tunaweza kupona tukichagua na kupenda. Bye bye.